أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Naam, tunaanza darasa letu kwa kisomo cha Qur'ani. Some na kijana wetu inshallah. Juma, tafadhal, kama ilivyokuwa kawaida yetu. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndugu zangu, karibuni tena kwenye platform yetu ya kukumbushana na kuelimishana kila siku ya Jumapili time kama hizi. Leo tena insha Allah tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa fursa ya kuwa pamoja tena katika kipindi maalum, kipindi special cha ambao tukijiandaa katika masiku matukufu, masiku mema, masiku 10 ya Dhulhijja ambayo yako mbeleni kwetu. Kwa hiyo leo tukumbushe tarehe 27 ya Dhulhijja, ya Dhulqaada, tarehe 27. Kesho itakuwa 28, Tuesday, Jumanne itakuwa 29. Kwa hiyo kuna uwezekano Dhulhijja ikaanza Jumatano au Alhamisi tarehe 29. Kwa hiyo inabidi tuweke vizuri kalenda zetu inshallah katika kujipanga. Leo 27, kesho 28, kesho kutwa 29. Ukiandama mwezi 29, kwa hiyo Jumatano itakuwa ni tarehe 1 Dhulhijja. Kama kuandama basi Alhamis itakuwa ndo ijayo ndio itakuwa tarehe 1 Dhulhijja. Na inapofika tarehe 1 Dhulhijja tunaingia katika yale masiku
katika msimu ambao tunaita ni nafahati min rahmatillah, katika ile misimu ya rehma ya Mwenyezi Mungu na fursa ambayo Mwenyezi Mungu anatupa ili tuzidi kujisogeza kwake zaidi na kutupa mema zaidi na kuweza kujisafisha na kuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo kama hivyo tulivyofanya katika Ramadhani yanataka maandalizi, yanataka kuplan. Tuna plani mengi, tunajiandaa ndoa zetu, tunajiandaa safari, tunajiandaa wanafunzi kwenye mitihani lazima wajiandae, kazini vile vile ujiandae, hata kwenda kazini lazima ujiandae, upaki hichi na hichi. Vyote hivi katika maisha yetu ya kila siku kuna maandalizi, kuna plan vile vile. Kwa hiyo katika mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu, ibada inatakikana vile vile tuwe na maandalizi, tuwe na plan katika ibada zetu. Waingereza wanasema if you don't plan you are planning to fail. Kama hauplani mambo yako, maana yake wewe una plani kuweza kufeli. Hali kadhalika if you don't prepare you are preparing to fail. Kama hujiandai, maana yake wewe unajiandaa kufeli. Na sisi katika Uislamu tunatakikana tuwe na maandalizi na tuwe na plan, hasa katika mambo ya ibada, katika mambo ya mahusiano yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misimu kama hii anapotupa Mwenyezi Mungu ni fursa ya kuweza kujiandaa. Kwa hiyo leo tutakuwa na msafara na Sheikh Hassan anatupeleka katika msafara huo. Tunaanzia na swali, anatuuliza je, tumejiandaa vipi kuyapokea masiku 10 haya? Mimi na wewe lazima tujiulize, je, nimejiandaa? Je, tumejiandaa? Na kama bado jiandaa, basi wakati umefika waweza kujiandaa, japokuwa ni too late hivi, tumechelewa, lakini tumejiandaa. Na tumejiandaa vipi, na mambo gani ambayo tutakayafanya katika masiku hayo matukufu ambayo ni yana fadhila iliyokuwa kubwa kama atakavyotueleza Sheikh Hassan. Kwa hiyo nisichukue muda, nimkaribishe Sheikh Hassan. Falyatafadhal. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وما قرب إليهم من قول أو عمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، hatuna budi kumshukuru Allah muumba wa viumbe vyote, ambaye kwa neema zake hutimia mambo mema, na amezidi kututhibitishia kwamba hatakuwa na mwisho mwema ila wale wamchao Allah. Tunazidi kumuomba Allah tudumishe sote kuwa miongoni mwao, na wala hawatakuwa na uadui miongoni mwao ila wale walizodhulumu nafsi zao. Tunamuomba Allah atulinde mbali kabisa kuwa miongoni mwa wale watakaodhulumu nafsi zao. Na tunazidi kumuomba Allah adumishe sala na salam kwa kipenzi chake mtume wetu al-Mustafa Muhammad salama, ambaye hakuna nabii baada yake. Sala hizo na salama zidumishe kwa ahli zake na sahaba zake na wote watakaowafuata kwa wema. Tunamuomba Allah atudumishe sote miongoni mwao, na kila lolote lile litakalotukurubisha na wao katika kufuata nyayo za Mustafa Muhammad salama kwa ufahamu mwema wa ashabi tabi'in na tabi'in hadi kuiritha al-firdaus al-a'la bi'ayni adhab wala hisab kwa umma wake Allah arhamar rahimin. Tukiwa pamoja na wazee wetu waliotangulia mbele ya haki na walio hai, ndugu zetu amani na damu walio hai na waliotangulia mbele ya haki, kizazi Allah alituturuzuku, anatuturuzuku na atakayeturuzuku, na wote miongoni mwa kizazi chetu waliotangulia mbele ya haki kwa huruma wake Allah arhamar rahimin. Na hatuna budi kumshukuru Allah ambaye kwa neema zake ametujalia tena kukutana siku hii ya leo, siku ya Jumapili, siku ambayo ametujalia miongoni mwa siku 7 za wiki kuwa ni siku yetu ya kuzidi kuzidananua na kuzirekebisha nafsi zetu, fahamu zetu, ili tuzidi kuboresha swila, mawasiliano mema baina yetu sisi na Allah, baina yetu na nafsi zetu, baina yetu na Qur'an, baina yetu na sunna sahihi za Mustafa Muhammad salama, kwa ufahamu mwema wa ashabi tabi'in na tabi'in, na baina mawasiliano yetu sisi na wote wale waliopo karibu zetu, iwe ni wake zetu wapendwa kwa ajili ya Allah, waume zetu wapendwa kwa ajili ya Allah, wana wetu wapendwa kwa ajili ya Allah, ndugu zetu wa imani na damu wote wapendwa kwa ajili ya Allah, hata wale majirani zetu ambao bado Allah hajawapa hidayah,
na tukizidi kuishi nao katika kheri, kwa kheri, salama na amani, ili Allah atuzidi kumwomba يا هادي اهديهم إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam, kama mlivyoona kwenye bango hapo, mada yetu ni katika al-istidad, matayarisho ambayo tunawajibika kuwa nayo katika hali ya kuyapokea haya masiku 10 bora ya mwaka. Na suala ambalo tumeanza nalo ni hilo: je, ewe mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah, kwa moyo mkunjufu uifungue maiki yako hapo, ima uchangie hata kwenye chati. Umejitayarisha vipi wewe mwenyewe binafsi kuyapokea masiku 10 haya bora ya mwaka? Kwanza, umejitayarisha vipi katika hali ya kuyapokea haya masiku 10 bora ya mwaka? Na katika hayo matayarisho yako utuambie ni kwa nini masiku haya yamekuwa bora tena kuliko masiku mengine, ili inshallah tuanze mada yetu sote tukiwa kwenye sofa moja na ufahamu mmoja, ili Allah azidi kutubariki katika hali ya kuifahamu mada kadri na Allah atakapotujalia. Kwa hivyo inshallah suala ni hilo hilo. Ewe mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah ambaye tuko pamoja katika darasa letu hili, umetayarisha vipi nafsi yako kuyapokea masiku 10 haya bora ya mwaka? Kwa hivyo unaweza ukafungua maiki yako ukatoa maoni yako, ili inshallah tusaidizane sote kuchangia, kutoa fikra zetu na maoni yetu katika mada hii kadri na Allah atakapotujalia. Kwa hivyo inshallah nakusikilizeni. Unaweza ukaandika hivyo ukafungua maiki yako inshallah. Umejiandaa vipi kuyapokea masiku bora haya 10 ya mwaka? Tusioni uzito, kwa sababu sote hakuna aliyesilimu jana ima asubuhi hii. Hapa sote tuna zaidi ya miaka 10 tuko Waislamu. Kuna wale ambao tayari unakaribia miaka zaidi ya hiyo ambao unaijua. Inshallah, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Karibu haja. Asante. Naam, kutokana na darsa la wiki iliyopita, wakati wa swali langu lile nilomuuliza Sheikh Ahmed Hafizullah, nafsi yangu inaniambia hivi: nikijaliwa nitafunga zile siku 10 kwa nia ya siku 10 za Dhulhijja, alafu inshallah Ramadhani nitailipa baadaye inshallah, Allah kinijalia. Na nimeanza kujiandaa, najisikia kama najiandaa kufanya mema, yani vile vile kama gisi Sheikh Ahmed last week alituambia tuifanye hizo siku 10 maandalizi yake kama vile vile Ramadhani. Kwa kweli ujumbe haukuishia kwangu tu, niliupeleka na kwa Hajati Safia Sengendo. Alivyoingia na chilo kwenye darsa akanambia, mama ilikuwa aje? Nikamhadisia, nikasema yale maandalizi tunatakiwa kuyafanya wakati tunamsubiria mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndo haya tuyafanye hivi siku za Dhulhijja, hizi siku 10 mema yale tuzidishe, na kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie baada ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu atujalie kuwa wacha Mungu, na baada ya Dhulhijja Mwenyezi Mungu atuendeshe kuwa wacha Mungu. Ndo niko tayari na nishaanza maandalizi mema, yani harakati, kuendelea Qur'ani, kuendelea kufanya mema, sadaka, harakati zote nimeshaanza inshallah. Shukran. Na mjazakumullah khairu hajati kwa ufafanuzi mwema na bora huo, na kuwa Allah akujaze kheri kwa hilo ambalo umefanya. Ndilo miongoni mwa yale aliyotusizia Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalu ala alkhairi kafaili. Yeyote yule atakayemwelekeza mwenziwe katika jambo la kheri, basi atapata kheri, atapata thawabu za ujira wa wema ambao huyo anayofanya, bila kupunguza ujira wowote kwa ule ambao ulimkumbusha kufanya hivyo. Kwa sababu kama unavyosema ulimkumbusha Hajati Senge, ndio Allah atujaze kheri kwa hilo, na ampe moyo na yeye wa kuweza kuwasikia wengine, na yote haya yanakwenda ni thawabu zako ambazo umezidi kutulimbikizia katika mizani yako ya mema, na Allah atujalie sote kushikamana na mwenendo bora huyo al-Mustafa Muhammad salama kwa ufahamu mwema wa ashabi tabiina tabi'in. Na ima katika yale ambayo umezungumza Hajati Mbwabwa ni kwamba turekebishe tu kauli moja ambayo imezungumza, sababu hii ni kauli ambayo wengi huwa tunasema sana, inshallah Allah akinijalia masiku 10 yote mimi nitasaumu. Lakini ukweli ni kwamba kusaumu, kama utasaumu siku zote, ni kusaumu siku 9 mfululizo, hizi siku 9. Kwa nini? Kwa sababu tarehe 10 ima mwezi 10 inakuwa ni Dhulhijja, inakuwa ni siku ya Eid, na hii Eid kama tujuavyo ni kwamba ni siku ambayo hatuwezi tukasaumu,
bali ni siku ya kuweza kula, ni siku ya kuzidi kumdhukuru Allah japo tutakula na kunywa, lakini mtu hana haki ya kuweza kusaumu siku ya Eid kama alivyotukataza Mustafa Muhammad sallam. Iwe ni Eidul Adha, iwe ni kwenye Eid hii ya mfungo tatu, ima hata Eidul Fitri ya baada ya Ramadhani, hatuwajibiki kusaumu siku ya Eid kama sote tunavyojua. Kwa hivyo Dhulhijja ima mfungo tatu, saumu ambazo tunasaumu ni siku 9 tu, sio siku 10. Iwapo tutasaumu zile siku 9 ni 9 tu, ya 10 hatuna haki ya kusaumu, kama vile 11, 12 hadi 13 ayamu tashriqi, zile zote za kuchinja ni siku za kula na kunywa na kuzidi kumshukuru Allah kama atakavyotuelekeza Mustafa Muhammad salama zaidi. Kwa hivyo hilo ilikuwa ni moja la kurekebisha katika mchango mzuri ambao umetoa, na Allah kujaze heri hajatuwetu mpendo kwa ajili yao. Na jambo la muhimu ni kwamba sote Waislamu tunawajibika kumshukuru Allah kwa neema zake, kwa sababu inna Allaha huwa al-khaliq, Allah ndiye muumba, na yeye tena Allah anavyoumba wayahtar, na anachagua ni kitu atakachokifanya bora kuliko kingine. Amewaumba malaika ni wengi, lakini amemchagua Jibril alayhi salam kuwa bora wa malaika. Ameumba mbingu zote 7, lakini ameumba mbingu ya 7 ameipa ubora zaidi, kwa sababu ndio ipo chini ya arshi yake Allah. Hivyo hivyo Allah katika vitabu vyote alivyoteremsha, iwe ni Qur'an, iwe ni Zaburi, iwe ni Taurati, iwe ni Injili, iwe ni suhufu ya Musa na Ibrahim, iwe ni vitabu vingine ambavyo vimetajwa, lakini Qur'ani Allah ameiandaa na kuiteua kuwa bora. Allah amewaleta mitume wote 124,000, lakini miongoni mwa mitume wote na manabii Allah amemteua Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye bora, akamuinua daraja kuliko mitume wote. Na viumbe vyote vilivyokuja, wakati kama bani Adam, Allah amemteua mwanadamu kuwa ni kiumbe ambaye amemteua kuwa khalifa wake hapa duniani. Yote haya ni katika neema, na katika miezi yote Allah ameteua mwezi wa Ramadhani, ameinua ndio mwezi ambao unzila fihi alquran. Ametaka Allah kwa utashi wake, ambapo haulizi kwa nini kafanya, lakini ni utashi wake. Allah amejalia Qur'ani kuteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, na ima katika masiku yote ya mwaka, masiku yote 360, ima 365 iwapo utahesabu katika kalenda ya Gregorian. Allah ameyateua masiku 10 haya ya mfungo tatu Dhulhijja kuwa bora kuliko masiku yote. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe na mimi, wanafunzi wenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, kujua neema zote hizi za Allah, na daima tudumu kuwa miongoni mwa waja wenye kuzishukuru neema za Allah. Na haya tunakuja tena, suala lingine linakuja, ni kwa nini masiku 10 haya ya mfungo tatu ima Dhulhijja ndiyo masiku bora kuliko masiku yote ya mwaka mzima? Hata Mungu ametusaidia maandalizi yake ya kwamba inshallah akimjalia atasaumu na kama alivyoelekezwa atajikita sana katika saumu, lakini saumu tunakwenda ni siku 9, siku 10 kama alipokuwa amesema. Kama wengi wetu wanafunzi wenzangu tunakuzoea kusema sote ndio lugha zetu hizo ambazo tumezoea kusema toka awali, lakini inshallah kwa leo tujitahidi sana kurekebisha hilo. Sasa ni kwa nini masiku haya ni bora, masiku 10 haya mfungo tatu ima ya Dhulhijja ni bora kuliko masiku yote ya mwaka mzima? Ni kwa nini? Unaweza kutusaidia kufungua maiki yako tena, ima unaweza kusaidia hata kwa kwenye chat hapo kuandika, inshallah tutakufuateni katika maandishi yao. Karibuni. Ni kwa nini masiku 10 haya ya Dhulhijja mfungo tatu ima mwezi wa 12 kalenda ya Kiislamu, ni kwa nini masiku haya ni bora kuliko masiku mengine? Naam. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atashuka mchana kwenye mbingu ya dunia, kama sikusahau, ndo darasa langu, ndo fikra yangu hiyo. Ni mabora kwa sababu kuna siku moja katika hizi siku 9 kama umesema, sio 10, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na sisi kwenye mbingu ya dunia. Barakallahu fikum kwa kunipa nafasi. Naam, jazakallahu khairan Hazrat Mbagwa kwa kutusaidia sana kuchangia kwenye maadili, sote tujihisi ya kwamba tuko pamoja, si mzungumzaji atakuwa ni mmoja. Hiyo ni miongoni mwa sababu za Allah kuweza kuteua masiku haya kuwa bora, na siku hiyo Allah anahusika mchana pekee, kwa sababu ni usiku zote, yani usiku, kila usiku tangu tarehe mosi Muharram mpaka tarehe 30 Dhulhijja, Allah huwa anashuka ni usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku mbingu hii ya dunia, kwa mfumo wa kushuka ambao unaumfiki Allah kwa bi'izzatihi wa jalali. Allah mwenyewe ndiye anajua anaposhuka.
lakini inapofika mwezi 9 siku ya Arafa, Allah anashuka ni mchana na usiku wake kweli, na mkina hiyo siku pekee anashuka mchana. Hiyo ni moja miongoni mwa sababu zilizopelekea miongoni mwa masiku 10 haya Dhulhijja kuweza kuteuliwa na kuweza kuwa bora miongoni mwa masiku mengine. Na ima jambo jingine ambalo linakuja ni kwamba masiku haya Dhulhijja ndio miongoni mwa masiku ambayo Allah taapa kwa masiku haya, na haya tunayapata katika suratul Fajr, ile Allah aliposema أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. Allah baada ya kujikinga kwa Allah na shetani aliyerujumiwa, aliyelaniwa na kufufuka katika heri, baraka, nusra, pepo ya Allah na rehema zake na msamaha wake Allah, kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu. Na apa Allah anasema walfajr, ana apa kwa alfajiri, walayali na ashri, na kwa masiku 10. Masiku 10 hawa ulama wote walipofasiri, wanachuoni wa Qur'an, walmufassiruna wa Qur'ani wote wamewafikiana kwamba masiku 10 haya ambayo Allah anayosema ni masiku 10 haya ya Dhulhijja. Huyo ni umoja miongoni mwa sababu zilizopelekea masiku haya kuwa bora kuliko masiku mengine. Kuna hiyo sababu kuwa ndio mwezi 9 ni masiku ya Arafa, Allah anashuka mchana, msuku ambao Allah mwenyewe ndiye anajua anaposhuka, ikiambatana bijalalihi wa izzatihi, kwa utukufu wake na adhi yake Allah jalla jalaluhu. Na pia Allah ameapa, na tunajua kwamba kila chochote kile, kiumbe chochote kile ambacho Allah ameapa kupitia kiumbe hicho ni kwa utashi wake na maamuzi yake Allah, na kila alichokiapia Allah basi kinakuwa kina umuhimu, sio kwa Allah tu, na sisi viumbe vyake kuweza kujua hiki ni kiumbe chake Allah, na ameapa kuhusu kiumbe hiki ili sisi tuweze kuthamini kiumbe hicho kadiri tutakavyothamini nafsi zetu, na zaidi tutakavyothamini nafsi zetu. Na tunajua Allah ameapa kwa wal asr, ameapa wallayli idha yasr, washamsi waduhaha, wannahari idha tajalla. Yani viapo vya Allah ni vingi, kwa vile viumbe vyake ambavyo Allah ameviteua kuapa kupitia viumbe hivyo. Ni jukumu letu sisi kuweza kuviadhimisha viumbe hivyo kama Allah mwenyewe alivyoviadhimisha, na Allah ameadhimisha hii alfajr, na hususan masiku 10 haya ya Dhulhijja, ima ya mfungo 3 na ima kwa upande wa sunna Mustafa Muhammad salama, kwa riwaya ya bwana mkubwa ndugu yetu mpendwa katika imani Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. bwana mkubwa wetu mpendwa katika imani Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Allah mwiradhi yeye na mzee wake, anasema kwamba anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala, mtume wa Allah, nabii wa Allah amesema, ma min ayamin, hakuna siku ambazo amali njema zinazopendwa humo katika siku hizo zinapendwa mno na Allah kama amali zinazopendwa katika siku 10 hizi, yani siku 10 za mfungo 3 ima za Dhulhijja. Wakauliza masahaba kwa mshangao, qalu ya Rasulullah wa jihadu fi sabilillah, ewe rasuli, ewe mtume wa Allah, hata kuliko jihadi katika njia ya Allah? Kwa sababu masahaba ndiyo sana ukubwa waliokutana naye, walikwenda vitani, wengine wamerudi wengine wamefariki huko vitani, uwanja wa vita, wengine wamerudi wamekatwa baadhi ya viungo vyao, wengine wamerudi mali zao zimepokonywa huko katika vitani huko, yani wamerudi wana athari za aina tofauti. Wakashangaa kusikia mtume akisema katika masiku 10 haya ya Dhulhijja na mfungo 3 kila amali njema unayoifanya ni bora kuliko hata hiyo jihadi. Mpaka wakashangaa, ewe mtume, hata jihadi tunakwenda huko tunakufa, tunarudi huku tumekuwa madizebo, tumekuwa vibogoyo, wengine masikio tumeacha, wengine kucha tumeacha, wengine vidole tumeacha, wengine Allah tumekatika baadhi ya viungo vyetu. Unahapo amali yote utakayofanya katika masiku haya ni bora kuliko hiyo? Mtume akasema hata jihadi, illa rajulun kharaj bi nafsi wa mali falan yazini dhalika bi shay'in, tofauti tu yoyote ule atakayekuwa na thawabu zaidi kuliko amali yoyote bora na njema utakayoifanya katika masiku 10 haya ni yule aliyetoka kwenda jihadi. Hiyo itakuna kalimatullahi al-ulya, ili kauli ya Allah la ilaha illa Allah iweze kuinuliwa.
akatoka na nafsi yake na mali yake, hajaacha hata senti kwake nyumbani mwake, ima nyumbani kwake, ima familia yake, haja hata senti. Yeye akafariki na mali aliyokwenda nao vitani ikasaidia wote ambao waliosaidizana nao vitani, litakuna kalimatullahi alulia, wa kuinua kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah. Hakuna anayestahili kuabudiwa kuabudiwa ila Allah. Huyu pekee ndiye ambaye atamshinda thawabu yeyote yule ambaye amesema tu subhanallah katika masiku 10 haya, la ilaha illa Allah katika masiku 10, Allahu akbar katika masiku 10, ambaye amekutana na ndugu yake kwa uso wa bashasha katika masiku 10 haya, ambaye ametoa sadaka katika masiku 10 haya, ambaye amemsamehe yule aliyemkosa kabla hata hajamuomba msamaha, na yeye amekuwa na ujasiri wa kumuomba msamaha yule aliyemkosa kwa mbali na karibu, na ametubia mwenyewe kwa Allah. Huyo ambaye ametoka na nafsi yake na mali yake, wala hajaacha hata senti moja nyumbani, kafariki huko na mali yote ikabaki huko kwa kuwasaidia wale ambao wamekwenda nao jihadi, basi huyu pekee ndiye ambaye atakayemshinda huyu ambaye ametenda amali yoyote katika masiku 10 haya ya mwanzo ya mfungo 9 huyu mwezi wa Dhulhijja. Hii ni tofauti ambayo imedhihirika katika hali ya yule ambaye anaweza akawa amemshinda thawabu yule ambaye amali yote ile ambayo utafanya, iwe ni ndogo iwe kubwa, katika masiku 10 haya bora ambayo mwishoni yanaanza huenda Jumatano insha Allah, ima Alhamis, kadiri Allah atakapotujalia. Na mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, ukweli ni kwamba jihadi tena kwa miaka yetu hii tunachukua ni kama kwamba haipo. Kwa hivyo amali yoyote tutakayoifanya, usidharau wala kupuuzia amali yoyote ile ambayo inaanza kujiandaa tangu mapema. Usisubiri hiyo Jumatano na Alhamisi ijayo, huenda hatusubiriki Alhamisi, lakini tuanze jambo la mwanzo na kuanza nalo kwanza. Tuanze na husnu dhanni billah, kumdhania Allah, kuwa na dhana nzuri na Allah, kuwa na dhana nzuri na nafsi yako, kuwa na dhana nzuri na Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa na dhana nzuri na Qur'ani, kuwa na dhana nzuri na huyo mkeo mpendwa kwa ajili ya Allah, mmeo mpendwa kwa ajili ya Allah, wanao wapendwa kwa ajili ya Allah, wazee wako wapendwa kwa ajili ya Allah, wawe hai watangulia mbele haki, na ndugu zetu wote wa imani na damu wapendwa kwa ajili ya Allah, wawe hai na waliotangulia mbele haki. Tuwe na dhana nzuri na husni dhani kwanza na ndugu zetu wote na Allah, al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani, sunna na mafunzo sahihi ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa sahabi tabi'in. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tuanze nalo. Kwanza tusafishe nia zetu na tuzidi kumuomba Allah atupe taufiki ya kuyadiriki masiku hayo tukiwa na siha njema na kamili, na tukiwa katika hali ya takwa anayoridhia Allah, na Allah atupe nguvu ya kuweza kutekeleza amali zote anazoziridhia, hususan amali zote zilizothibiti kwa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu mwema wa sahabi tabi'in na tabi'in kadiri na Allah atakavyotujalia yeye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Na ukweli ni kwamba katika yale ambayo tunawajibika kufanya katika hali ya kujitayarisha, mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, kuna hilo jambo la kwanza ambao ni nia, na jambo jingine ambalo tutie maanani baada ya kusikia kwa nini Allah ameyateua masiku haya kuwa 10. Ni miongoni mwa masiku ambayo Allah ameapa kwa masiku hayo, na pia Mustafa Muhammad ametusikia katika hadithi hiyo ambayo ametusimulia bwana mkubwa wetu katika imani mpendwa Abdullah ibn Abbas, Allah mwiradhi yeye na mzee wake. Na ima miongoni mwa faida nyingine ambazo zimepelekea masiku haya kuwa bora ni Allah amezidi kusema ni siku za manufaa na kumdhukuru Allah, kama alivyozidi kusisitiza Allah suratul Hajj aya ya 28, ba'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Na miongoni mwa faida na fadhila za kuweza kufadhilishwa na kuinuliwa daraja masiku 10 haya, Allah amezidi kusema ni ili washuhudie manufaa yao na kulitaja jina la Allah katika siku zinazojulikana. Na bwana mkubwa Ibn Abbas, Allah mwiradhi, amesema katika kufasiri aya hiyo ya kwamba hizi ayami maalumati, yani hizo ni siku 10 za Dhulhijja, za mfungo 3,
na amesema manufaa ambayo Allah amesema, amezidi kusisitiza hapa ili washuhudie manufaa yao. Manufaa hayo ni manufaa ya dini, manufaa ya dunia na manufaa ya akhera kadiri na Allah atakavyojalia. Na manufaa ya akhera yanajumuisha kupata radhi za Allah. Manufaa ya vitu vya dunia inajumuisha wanyama wa kuchinjwa na biashara, ambayo kwa wale ambao wanakwenda haji watajikuta kumejumuika na haya kwa dini na Allah atakavyowajalia. Na ima jambo jingine ambalo tushikamane nalo, mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya ni kujua amali zake ni bora. Amali yoyote utakayoifanya katika masiku 10 haya, ifahamike hapa kinachosema katika masiku 10 ni masiku 10 ya mwanzo, yani tarehe mosi hadi mwezi 10, ndio masiku 10 ambayo. Lakini kwa ikiwa mtu utashikamana na ibada ya saumu, tunasaumu ni masiku 9 tu, yani iwe ni 10 hausaumu mpaka ayamu bidh ya kwanza, ile mwezi 13 watu tusaumu, kwa sababu ni miongoni mwa ayami tashrik, ni siku za kula na kunywa, na Mtume katukataza kuweza kusaumu siku hiyo. Kwa hivyo kwa wale ambao watakaosaumu ayamu bidh wataanza 14, 15 na 16 kadiri na Allah atakavyowajalia. Na miongoni mwa amali za kutenda katika masiku haya, jambo la kwanza ni kuanza na kustaghfiru. Tumesema uzungumza kwanza kuuzile nia, kuwa na nia njema baina yako wewe na Allah, nia njema baina yako wewe na nafsi yako, nia njema baina yako wewe na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu mwema wa ashabi tabiina tabi'in, nia njema baina yako wewe na Qur'ani, nia njema baina yako wewe na mkeo na mmeo wapendwa kwa ajili ya Allah, wazee wako wapendwa kwa ajili ya ndugu zako wa imani na damu wapendwa kwa ajili ya Allah, na wale wajirani zako hata kama si Waislamu, ni vitu utaishi nao sio tu katika masiku 10 haya, lakini haya kifirisha kuishi nao kwa heri, kuishi nao kwa usalama, kuishi nao kwa wema, kuishi nao kwa ihsani, ili Allah azidi kufungua moyo wao na hidayah iweze kuwafika kabla hata hatujafikia masiku haya. Ima tutakapofikia, tutakapokuwa masiku haya, tutakapomaliza masiku hayo, Allah wape hidayah na wenyewe waweze kuijua kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa ibada ambazo tuzidi sana kushikamana nazo, kwanza ni al-istighfar wa tauba. Tumuombe sana Allah msamaha, na tuzidi pia kutubia kwa Allah. Tumuombe sana Allah msamaha na tuzidi sana kutubia kwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu Allah amezidi kusisitiza. Allah amemtuma Nabii Nuh alayhi salam kwa watu wake kwa muda wa miaka 950 akiwalingania hawa ambao walishikamana na shirki ya kuabudu, kuadhimisha masanamu aliyowatengenezea Ibilisi ya wema watano, ambaye alikuwa ni baba na wanawe wane ambao Allah amewainua daraja, na hawa wametajwa sura Nuh. Kwa hivyo Nabii Nuh Allah amempa jukumu la kuja kuwalingania hawa waweze kumwabudu Allah pekee na kuachana na ibada hii potofu waliokuwa nayo. Lakini kwa muda wote miaka hiyo 950 walioamini watu wachache sana, wasiozidi 30. Na Allah na kauli ya Nabii Nuh alikuwa tuambia, qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ukitisheni kumuomba Mola wenu msamaha. Hilo ndilo tunakuombeni tu, muombeeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffara, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe. Unamkosa ukimwomba msamaha na kusamehe, unamkosa ukimkaribu msamaha na kusamehe, unamkosa ukimwomba tena msamaha na kusamehe, ila yaumi yunfakhu fi sura, atakapopuliza parapanda, malakul maut atakapokuwa hajakujia wewe, utakapozidi kustaghfiru kwa Allah na istighfara yako sasa ndio inakwenda bitaubatin nasuha, kwa tauba isiyokuwa na marejeo katika hilo dhambi, basi utamkuta Allah ya kwamba inna Allaha kana ghafuran rahima, hakika Allah ni mwingi wa kughufiria na Allah ni mwingi wa kurehemu. Na ndivyo hivyo imezidi kwenda, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Basi msabihi sana Allah kwa himidi za Mola wako, na muombe maghfira, muombe msamaha, hakika yeye daima ni mwingi mno wa kupokea tauba za waja wake. Kwa hivyo jambo la kwanza tushikamane nalo, tuwe ni wenye kumuomba Allah tusamehe na tauba nasuha.
Na hususan katika hii tauba tukumbuke al-Mustafa Muhammad sallallahu mwenyewe anasemaje, wa عن الأغر المزني عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. Huyu ni Mtume Muhammad sallam ambaye Allah amemsifu liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, Allah atakusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yajayo wewe Muhammad. Lakini anasemaje Mtume Muhammad sallam kwa riwaya hii ya ndugu wetu Al-Ghari Al-Muzani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika wakati mwingine huwa ninahisi moyo wangu umevumiwa, yani umekuwa mgumu, umekuwa mzito. Kwa hakika mimi ninamuomba Allah maghfira mara 100 kwa siku. Huyu ni ambaye aliyesamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, alikuwa akimuomba Allah msamaha mara 100 kwa siku. Vipi wewe na mimi, mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah? Huenda leo salatu al-fajr tumechelewa, huenda salatu dhuhuri tumechelewa, huenda hata hiyo siku ima salatu al-isha tumechelewa, huenda kuna yale tunayomkosa Allah usiku na mchana kwa kujua na kutojua. Lakini Mtume Allah kamsamehe madhambi yake yaliyopita na yajayo, ila alikuwa akistaghfiru kwa siku mara 100. Mimi na wewe mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, ni mara ngapi tunastaghfiru kwa Allah tukimuomba Allah msamaha kwa siku? Mtume ametupa idadi, alikuwa akistaghfiru kwa Allah mara 100 kwa siku. Yeye aliyesamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, mimi na wewe ambaye tunambakiza Allah madhambi zaidi kuliko hata mchanga wa baharini, ni mara ngapi, kwa idadi gani unayostaghfiru wewe mwenyewe kwa siku? Kwa hivyo hapa ndio mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, jipange mwenyewe kabla ya masiku 10 haya. Hapo ulipo tunazungumza kuhusu istighfar. Jipange mwenyewe na kwa nia safi kwa ajili ya Allah. Ewe Allah, mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam uliyemsamehe madhambi yake yaliyopita na yajayo, alikuwa akistaghfiru mara 100 kwa siku. Allah, mimi ninachukua jukumu la kustaghfiru mara 1000, ima 1500 kwa siku, na sio tu haya masiku ya Dhulhijja anakuja, lakini naanzia leo. Allah, nipe taufiki ya kuyatekeleza kwa ajili yako. Mtume aliyesamehewa madhambi yake akimuomba Allah msamaha mara 100 kwa siku. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, mbona sisi tumezidi ukakamavu wa nyoyo? Mbona tumezidi ukakamavu wa nyoyo? Mara ngapi na ni kwa idadi gani unaostaghfiru kwa Allah kwa siku, tofauti na hizi 15 tulizozoea? Ile istighfara 3 tunazofanya kila baada ya swala, katika adhkaru baada ya swala, ile astaghfirullah 3, na unavamia Allahumma anta salam, ndio astaghfirullah tunazofanya kwa siku. Baada ya hapo mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, haya masiku 10 yatukute tayari tuna ada, tayari tuna second nature ya kuweza kustaghfir kwa Allah mara 1500 ima hata zaidi, isiwi chini ya hapo. Lakini hatusemi ya kwamba ndivyo Mtume alivyosema tufanye, ila tunachukua mfano huu wa kujikurubisha na Allah, hususan katika masiku 10 haya bora. Ama min ayamin al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Ikiwa utachukua jukumu la kustaghfiru mara 1000 kwa siku katika haya masiku 10 bora na kabla ya masiku 10 bora, kwa nia yako unamdhihirishia Allah, nimeanza kustaghfiru leo kwa nia la kufikia masiku 10 hayo. Iwapo utanijalia uhai na afya njema na kamili, Allah, niendelee mpaka nitakaporejea kwako. Allah, umeniradhia angalau kwa siku Allah nistaghfiru 1500 ima 1000. Jipange mwenyewe. Hakuna anayekwambia atakaingia katika programu zako za kazi, katika programu zako za kumboresha mkeo mpendwa kwa ajili ya Allah, mmeo mpendwa kwa ajili ya Allah, wanao wapendwa kwa ajili ya Allah. Ima kuboresha mwenyewe kilindi chako, lakini jipange mwenyewe kwa nia safi kwa ajili ya Allah. Nidai khalisatullah. Ukitafuta ridha ya Allah, anza kujipanga mwenyewe. Yatakapofika masiku 10 haya bora, itakuwa tayari wewe umekwishazoea kustaghfiru, na ibada hii endelea nayo mpaka malakul maut atakapokuja kuichukua nafsi yako. Na yafanye lillah, ukijua kwamba nenda kasome suratu Nuh, utaona faida ya kustaghfiru ni mangapi Allah atakayokufungulia, kama Nabii Nuh alipoelezea umma wake, na Allah akathibitisha kwa wale waliomwamini Nabii Nuh wakaingia naye katika safina, Allah akawaokoa, ambao kupitia hawa waliowaokoa Allah ndipo mimi na wewe tulipopatikana na kujulikana katika dunia hii. Na Allah tunazidi kumuomba amzidishie kheri zake mtume wake
na babu yetu Nabii Nuh alayhi salam, na mitume wote na manabii wote tunaowajua na tusiowajua, na hususan gogo lao mpendwa al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah, anza na kustaghfiri. Tumesema tuanze na nia safi kwa ajili ya Allah na kumwomba Allah atupe taufiki ya kuweza kudiriki masiku 10 haya bora kwa ajili yake Allah, na Allah atupe manufaa mema katika kuyadiriki haya masiku. Na jambo la pili, kustaghfiru, istighfara na tauba. Na hii utakapokuwa ni mwenye kustaghfiru, jitazame mwenyewe mizigo unayompandishia Allah. Utesi, jana ulimtesa fulani, umemcheka fulani, ulimkoneka fulani, ulimnguna kwa fulani, ulisikitika na ulimdhania vibaya mwingine kwa kauli aliyosema, kwa salamu aliyokuletea. Jitazame mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira, ila mwanadamu anaijua nafsi yake. Jitazame mwenyewe mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah, wewe mwenyewe baina yako wewe na Allah, baina yako wewe na nafsi yako, baina yako wewe na upuuzi ulioufanya kufuata mafunzo sahihi ya Mustafa Muhammad salama kwa ufahamu mema wa sahabi tabi'in na tabi'in. Nyanyaso uliomfanyia mkeo mpendwa kwa ajili ya Allah, nyanyaso uliomfanyia mmeo mpendwa kwa ajili ya Allah, wanao wapendwa kwa ajili ya Allah, wazee wako wapendwa kwa ajili ya Allah, na wote wale ambao Allah amewaleta katika moyo wako na nafsi yako. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, jukumu hili tuzidi kurejea kwa Allah na kumuomba Allah istighfara sana kabla ya masiku 10 haya, na tutakapokuwa kwenye masiku 10 haya iwe tayari kwa idadi ya 1000 ima zaidi ya 1000 umekwisha izoweza nafsi yako kuendelea kufanya istighfara hizi kwa siku, ukikumbuka yule ambaye Allah liyaghfir Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, Allah kamsamehe madhambi yake aliyotangulia na yajayo. Alikuwa akimuomba Allah msamaha na kustaghfiri na kutubia kwa Allah mara 100 kwa siku. Vipi mimi na wewe tunampandishia Allah magogo na mizigo ya madhambi? Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezidi kusema kwa riwaya hii aliyopokea bwana mkubwa Abi Hurairah radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadi law lam tudhnibu لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر له. Anasema al-Mustafa Muhammad kwa riwaya hii aliyotuletea bwana mkubwa mpendwa kwa ajili ya Allah katika imani, ndugu yetu huyu Abu Huraira, Allah mwiradhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu ta'ala bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Anasema Abu Huraira, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, na hapa kwa ambaye nafsi yangu mimi Muhammad iko mikononi mwake, yani akiapa kwa Allah, lao mgalikuwa hamtendi dhambi, mimi na wewe mwanafunzi mwenzangu ni wana dhambi tu, tupende tusipende, Allah angeliwaondoa, yani angemwambia masahaba, Allah angeliwaondoeni na akawaleta watu wanaotenda dhambi wakamuomba Allah maghfira, naye akawasamehe. Allah anadhihirisha ya kwamba wa inni, anajisifu Allah sura Taha, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah yeye ni mwingi wa kusamehe kwa nani? Liman taba, kwa yule anayetubia. Umekubali unalofanya kwamba ni kosa, umekuwa na majonzi ya nadama, baada hapo umeliacha, ukakariri katia nia safi ya kwamba hutokariri tena lile dhambi, na iwapo umemdhulumu yoyote haki yake unamrejeshea haki yake. Liman taba wa amana, baada ya hapo kaamini, utajua kwamba mimi ni Muislamu, lazima nishikamane na Qur'an na mafunzo sahihi ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa sahabi tabi'in, thumma ihtada. Baada ya hapo ukabaki kwenye uongofu wa kushikamana na Qur'ani kwa ufahamu mwema wa Mustafa Muhammad salama, kama alivyothibiti kwa Mustafa Muhammad salama kwa ufahamu mwema wa sahabi tabi'in na tabi'in. Allah, ewe mwenye nguvu na mwenye uwezo, ya afu, inna nashabi annaka antal afu ya Allah, falaysa ahadun afu minka. Ya Allah, tunashuhudia kwamba wewe ni mwingi wa kusamehe, na kwa jina lako la afu unasamehe kila kuacha athari ya dhambi. Fa'fu anna ya afu, tunakuomba utusamehe kila dhambi letu bila kuacha athari ya dhambi, kwa huruma wako na utukufu wako ya arhamar rahimin. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumesikia hapo alikuwa akistaghfiru kwa Allah mara 100 kwa siku, na amezidi kutuambia, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Anasema ana apa jina la Allah, wallahi mimi ninamuomba Allah maghfira na ninatubia kwake zaidi ya mara 70 kwa siku, zaidi ya mara 70. Al-Mustafa Muhammad, yeye ambaye
Allah akamsamehe madhambi yake aliyotangulia na yajayo, lakini alikuwa akimwomba Allah msamaha na kutubia kwake zaidi ya mara 70 kwa siku. Na Mustafa Muhammad salama wa hadithi hii ya Ibn Abbas radhiallahu anhu, Allah mwiradhi yeye na baba yake, bwana mpendwa mkubwa wetu katika imani, mpendwa wetu Ibn Abbas Allah mwiradhi na baba yake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume Muhammad salama, man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Mkubwa wetu katika imani Allah mwiradhi Abdullah bin Abbas yeye na baba yake na masahaba wote wa Mustafa Muhammad salama, anasema al-Mustafa Muhammad salama amesema, mwenye kudumisha kuleta istighfar Allah atamjalia matokeo katika kila vitu. Umejikuta hapo ulipo mwanafunzi mwenzangu mpendo kwa ajili ya Allah, una mazito yasiyo kuwa na kifani katika maisha yako, wewe baina yako wewe na mkeo mpendo kwa ajili ya Allah, wewe na mmeo mpendo kwa ajili ya Allah, wewe na wanao wapendo kwa ajili ya Allah, wewe na ndugu zako, wewe mwenyewe na nafsi yako, wewe mwenyewe na kiwili chako. Mtume Muhammad anakupa dawa, man lazima al-istighfar, mwenye kudumisha kuleta istighfara Allah atamjalia matokeo katika kila dhiki. Hayo yote unayoyaona mazito katika ufahamu wako wa binadamu na ule udhaifu ulionao, mwanafunzi mwenzangu mpendo kwa ajili ya Allah, sote kwa ujumla, njia ya kungatukana na kila dhiki ni sisi tudumu na kustaghfiri. Jipange kabla ya masiku 10 haya bora katika ibada ya kwanza utakayoifanya baada ya kuleta nia safi na kuwa na husnu dhani baina yako wewe na Allah, wewe na Mustafa Muhammad salama, wewe na Qur'ani, wewe na nafsi yako, wewe na mkeo na mmeo mpendwa kwa ajili ya Allah, wanao wapendwa kwa ajili ya Allah, wazee wako wapendwa kwa ajili ya Allah, hata hao majirani zetu ambao ni wakina Joni na wakina Maria ambao si Waislamu. Tustaghfiru sana kwa Allah. Nyanja ya pili, tustaghfiru sana kwa Allah, kumwomba Allah msamaha na tutubie kwake, na haya tuyafanye bitawbati nasuha, toba ambayo haina marejeo ya dhambi hizo ima ya kosa hilo tunalolifanya. Na hapa al-Mustafa Muhammad anazidi kusisitizia, Allah atatupa matokeo katika kila dhiki, atajalia faraja kutokana na kila hamu, na atamruzuku kwa namna usiyoitarajia. Warazaqahu min haythu la yahtasib, Allah atakuzuka katika hali usiyoitarajia. Kwa nini? Kwa kustaghfir. Kumbuka istighfara iliokoa ikaleta nusra kwa watu hawa wasiozidi 30 waliomwamini Nabii Nuh alayhi salam kwa miaka 950. Nabii Nuh aliwaangalia watu wake, walishindikana hawa, lakini kwa istighfara nusra ya Allah imekuja na akawaokoa hawa ambao waliyakubali kuingia ndani ya safina na Nabii Nuh, ikawa ndiyo chanzo cha mimi na wewe kupatikana baada ya wote wale walivyoiriki kwa ghadhabu zake Allah jalla, lakini kupitia istighfara waliweza kunusurika. Na katika istighfara hizi zipo katika mifumo mingi ambao unaweza ukasema, ima astaghfirullah wa atubu ilayhi, rabbi ighfirli wa atubu ilayhi. Ima unaogelea katika istighfara aliyosisitiza Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amesema kwa hadithi aliyopokea Ibn Mas'ud Allah muradhi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. Hebu sikia ubora wa istighfara hii ambao sote tunaijua, wanafunzi wenzangu wapendwa kwa ajili ya Allah, ila wengi tumeghafilika naye. Kwa hivyo siku ya leo na kuendelea mfumo hadi tutakaporejea kwa Allah, tushikamane na mfumo huu wa istighfara. Mustafa anasema vipi? Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, yeyote atakayesema astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, namuomba msamaha Allah ambaye hakuna anayestahili kuabudiwa ukweli wa kuabudiwa, ima kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah, alhayy aliye hai, alqayyum mwenye kudumu, ima mwenye mamlaka msimamia kila jambo, wa atubu ilayhi, na ninatubia kwake, ima ninarejea kwake. Allah, nimekubali hili nilikuwa nalifanya ni kosa na majonzi kwa kulifanya, na ninaliacha papo hapo Allah, na ninadhamiria kwamba Allah siturudi tena hili. Na iwapo unalolote lilo dhulumu mja wa Allah, rejesha kwanza hii haki yake kabla ya kurudi wewe kumwomba Allah msamaha akusamehe. Mtume anasema natija itakuwa hivi, ghufira dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahf. Allah tamsamehe mwenye kusema tu istighfara, Allah tamsamehe kila dhambi lake, hata kama huyu mja kakimbia uwanja wa vita. Umeona, tumerudi tena
Kule Mtume akasema haya masiku 10 ni bora kwa amali yoyote utakayoifanya, ila rajulun kharaja bimali wa nafsi falam min dhalika bishay, isipokuwa atakayekwenda jihadi na nafsi yake na mali yake, yeye kafa na mali yote aliyoipeleka imebaki huko huko kwa kusaidia wote aliokwenda nao jihadi. Huyu tu ndiye atakayemshinda umuhimu, atakamshinda thawabu yule ambaye atasema astaghfirullah moja katika masiku 10 haya bora. Sasa Mtume anasema atakayeshikamana na kusema istighfara hii, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, Allah atakusamehe madhambi yako hata kama utakuwa umekimbia uwanja wa vita. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, tushikamane na kustaghfiru sana, na mfumo wa istighfara huu tuchukue. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Na kariri tena, na sote tunaijua istighfara hii, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ninamuomba msamaha Allah ambaye hakuna mola anayestahili kuabudiwa ila yeye, alhayy, yeye aliye hai, alqayyum, ni msimamizi wa kila jambo, msimamizi wa kila jambo, iwe ni lako la dunia yako, la dini yako na la akhira yako. Hakuna atakayekupa hilo ila alhayy, aliyekuwa na hai, la yamutu abada, kamwe hafi. Alqayyum ndiye msimamizi wa kila hitajio lako la dini, dunia na akhira, iwe ni lalohusu kila kiungo chako cha dhahiri na siri. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, ongelea na istighfara hiyo, tunaikariri kwa mara nyingine, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Mara ya pili, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Mara ya tatu, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Istighfara hii mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, utakaposhikamana na istighfara hii ukaitaja kwa nia safi na kwa moyo mkunjufu, na kujua haya ni yale yaliyothibiti kwa Mustafa Muhammad salama, kwa ufahamu mwema wa ashabihi tabiina tabi'in, na sahaba huyu aliyetufikishia hii ni mwenyewe Ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Tayari umeisafisha nia yako na umeogelea na istighfar hii, na hususan katika masiku 10 haya bora ya mwaka mzima. Allah anakupeleka katika hilo la kukusamehe kila dhambi lako, hata kama utakuwa umekimbia uwanja wa vita. Lakini vita tena haipo, imeondoka na Mustafa Muhammad salama, wala hakuna tena vita ambayo tunakwenda jihadi, isipokuwa ni jihadi ya nafsi ambayo tunapigana na nafsi zetu, ambayo ni jihadi Mtume kaisifu kuwa ngumu kuliko hata hiyo jihadi ya kukatwa viungo. Kwa hivyo tushikamane na istighfar hii. Ima pia mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, unaweza ukaongelea na sayyidul istighfar, ambayo hii imesema ndio baba bwana wa kustaghfiru kwa Allah, ambapo unakwenda unamsifu Allah kwa sifa zake zilizokuwa za juu, ukisema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Na al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. المصطفى محمد matupa wazi, utakapoisoma hii sayyidul istighfar ambao wengi miongoni mwetu tunaijua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, mpaka mwisho, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kwa hakika hakuna anayesamehe madhambi ila wewe. Huku umeanza ukimuita Allah bismihi al-azam, kwa jina lake tukufu, kalladhi idha du'ita bihi ajab wa idha su'ilta bihi atait wa idha su'ilta bihi a'ad. Allahumma anta rabbi, ewe Allah mwenye nguvu zilizoweza, wewe Rabb, anta rabbi, wewe ndiye mlezi wangu. Mimi sijateua tumbo la mama atakayeniza, ima nitakayekaa miezi 9 katika tumbo hilo. Yeye mwenyewe mama hajataka mimi niwe mwanawe, yeye mwenyewe baba hajataka mimi ndio niwe maji yake ya uzazi aliyokaa katika fuko la mama kwa muda wa miezi 9. Alikuwa hajui kama mimi ndiye nitakuwa mwanawe, na mimi nilikuwa sijui kama ndiye atakuwa baba yangu, babu yangu hivyo hivyo. Allah, wewe ndiye mlezi wangu kwa lote lile ninalolihitaji la dini, dunia na akhera, ila yaumi yunfakhu fi suri, hadi Allah atakapofunika parapanda. Unamuita hapo, anta rabbi, wewe ndiye mlezi wangu, la ilaha illa anta, hakuna mola anayestahili kuabudiwa ila wewe, khalaqtani, umeniumba wewe Allah, wa ana abd, na mimi ni mja wako,
wa ana al-ahdi, haipo kwenye ahadi yako. Yani unajikuta unamsifu Allah katika sifa hizi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema atakayesoma istighfara hii na huko akiwa na yaqini na imani thabiti ya kwamba haya yamethibiti kwa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah amemsifu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, ni kwamba haya kweli ametoka kwa Allah, na akathibiti kwa ashabi rasuli sallallahu alaihi wasallam, tabi'in na tabi'in, kwa ufahamu wao mema aliwarzuku Allah. Basi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman qalaha, yoyote yule, man qalaha min an-nahari muqina biha, atakayasema haya mchana wake asubuhi yake, na huko akiwa na yaqini ya kwamba kweli haya yametoka kwa Allah, yamethibiti kwa Mustafa Muhammad sallallahu, kwa ufahamu mema wa ashabi tabi'in na tabi'in, alafu huyu akafa usiku wake kwenda peponi, na ambaye atakayasema usiku akafa kabla ya fajiri, basi huyu anakwenda peponi. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, hizi ni baadhi ya mifumo ya istighfar ambayo tushikamane nayo katika maisha yetu, uhai wetu. Tujue mifumo hii sisi wenyewe binafsi, tuwafundishe wake zetu wapende kwa ajili ya Allah, waume zetu wapende kwa ajili ya Allah, wanetu wapende kwa ajili ya Allah, na ndugu zetu wa imani na damu wapende kwa ajili ya Allah. Tukumbushane, tupelekane mijumbe hizi, hususan katika masiku 10 haya bora. Tuanze kujizoweza kabla ya hiyo Jumatano ima Alhamis yatakapoingia masiku haya bora 10 mema na bora ya mwaka kadiri na Allah atakapotujalia. Yani hayo yalikuwa ni baadhi ya yale ambayo mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya kushikamana nayo, na tukumbuke istighfara umuhimu wake. Al-Mustafa Muhammad sallallahu ametulea kila mtu utakaposali, uwe umesali wewe ni imamu, ni maamuma, ima umesali peke yako, lakini sote tutakapomaliza assalamu alaykum wa rahmatullahi kuliani mwako, assalamu alaykum kusani mwako, jambo la kwanza utakalolisema, tena usemi mara moja, mara 3 na karibu, ni lipi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ndipo utaenda Allahumma anta salam na adhkari baada salat zote zile ambazo utakazosoma zinathibiti kwa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu mema ashabi tabi'in na tabi'in. Wanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, jiulize kwanza, wewe unaposali umeanza Allah ni mkubwa, umeanza Allahumma, umesoma dua al-istiftah yoyote ile utakuwa umesoma, kama unaanza kusoma wajhatu, kama umesoma Allahumma la ilaha illa subhanaka Allahumma, dua yote al-istiftah utakuwa umesoma dua ya kwanza ya kufungua sala kabla ya kusoma suratul Fatiha. Ukianza isti'adha, haya umekuja kwenye isti'adha, tazama umesoma suratul Fatiha mpaka wala dhalina amin, umesoma sura nyingine, umekwenda rukuu, i'tidal, umekuja lipi ambalo umesema wewe la kumuasi Allah, ili utakapomaliza sala madhaza tena sala umemaliza kuonyesha usalama, wewe ni mtu wa peace, amani wewe juu yenu na baraka zake Allah, enyi mliopo upande wangu wa kulia, amani ziwe juu yenu na baraka zake Allah, enyi mliopo upande wangu wa kushoto. Yote haya ukiyasema, baada ya hapo jambo la kwanza unaanza na astaghfirullah, Allah nisamehe, Allah umemkosa nini Allah, lakini kutudhihirishia kwamba huenda katika sala yako fikra zako zilikuwa hazipo, huenda umesali kwa sababu na appointment ya mtu ambaye atakupa ndururu utakapokwenda ukutane naye msikitini, huenda umesali kwa sababu umekuwa nyumbani wana wengine wanasali na wewe umesali, huenda tu umesali ulikuwa unapita zako kwa lakini kwa nini nisali baki hapa hivi, wanachana mimi niende nikasali. Huenda ziko nyingi, lakini katika ile istighfara ni usijiamini kwamba wewe umesali umemaliza, bali zidi kumwomba Allah aweze kabuli hasani, aweze kutakabalia kwa sala yako hiyo ambayo umesali. Hiyo ni katika moja miongoni mwa amali ambazo tushikamane nazo katika masiku 10 haya yajayo, sana kufikirisha kustaghfiru sana. Na istighfara tumeona mifumo ni mingi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, rabbi ighfirli wa atubu ilayhi, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa hii ambayo utakapoisema kwa moyo yaqini na ukimaanisha yale unayoyasema, ya kwamba Allah atakusamehe madhambi yako hata kama umekimbia uwanja wa vita. Na ima sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ambao wengi tunajua, tushikamane nayo katika masiku 10 haya bora, na kabla ya masiku 10 hadi tutaporejea kwa Allah, ziwe ni mifumo ya istighfar ambayo tutakwenda tunabadili siku baada ya siku, time baada ya time, kwa zidi hali ya kuzidi kujikurubisha na Allah. Na ima mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, jambo jingine ambalo tushikamane nalo katika amali ambazo tuwajibike nazo sana katika masiku 10 haya ni sana tuzidi kumsalia sana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukumbuke yote haya tunayozungumza ni rehma na khairi na baraka Allah alizomtunukia Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumteua kuwa khataman nabiyyin wal mursalin. Yeye ndiye kikomo wa unabii na utume,
na mimi na wewe Allah ametupa neema ya hidayah hii, tukisema alhamdulillah alladhi hadana lilislam wa kunna la tabi'a wala hadana Allah. Shukrani zote na himidi zote na kustahiki wewe Allah ambaye umetuhidi katika Uislamu huu. Bila hidayah yako Allah tusingepata hidayah hii. Yote hii ni katika hali ya sisi kuzidi kumshukuru Allah kwa mapenzi yake na huruma wake katika hidayah hii. Kwa hivyo tuzidi kujipeleka sana na salamu kwa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kama anavyozidi kutuambia, man salla alayya marra sallallahu alayhi bi ashra, atakaye nitakia kheri mimi mara moja, basi Allah atamtakia kheri na huruma zake atamshushia mara 10. Na Allah amezidi kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah mwenyewe amezidi kuthibitisha kwamba ameanza na harfu tawkid. Allah mwenyewe amezidi kuthibitisha kwamba anashusha neema zake na baraka zake na kheri zake kwa Mustafa Muhammad sallallahu. Malaika wanamuomba Allah amshushie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kheri zake na neema zake. Ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, na nyinyi enyi mlioamini zidini kuniomba mimi nizishushe kheri na baraka na kheri kwa Mustafa Muhammad sallallahu. Ndio maana tukifirishe durudi sana, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tukifirishe sana kumsalia Mustafa Muhammad sallallahu. Jipange mwenyewe mwanafunzi mwenzangu mpendo kwa ajili ya Allah, kwa idadi utakayojua mwenyewe. Iwapo utafanya 2000 kwa siku, iwe ni mfumo wako wa maisha hadi utakaporejea kwa Allah kuzidi kumtakia kheri mtume Muhammad sallallahu. Na Ijumaa ukifirisha, jipange mwenyewe, bali insano ala nasibati. Wewe mwenyewe ndio unajua programu zako, mwenyewe ndio unajua timing yako. Usije ukaruhusu jinsi kukuchezea. Huyu naye anasema 1000, yule naye anasema 2000, anaona mtu wakati atautoa wapi. Lakini ikibidi kwenda katika bongo, kwenda katika vunja tungu, hapo wakati time yote tutaipata tajibidi masaa 5 usiku, masaa 6 usiku, hata urudi hiyo alfajiri, urudi hata hiyo alfajiri nyumbani, na huku uchelewa hata kusali alfajiri, watu tuko tayari kuyafanya hayo. Lakini tunapokumbushwa kuhusu Allah na mtume, hatukosi hoja za kuleta. Ewe mwanafunzi mwenzangu mpendo kwa ajili yao, bali insani ala nafsi basira wama alaina illa albalaghu mubin. Jukumu letu sisi ila ni kukumbushana, na zinduo hili Allah azidi kulithibitisha katika nafsi zetu sote, na iwe ni sote ambao tumehudhuria hapa na wote watakaotusikia na wote wale ambao Allah atatupa taufiki ya kuwafikishia. Tusiwi miongoni mwa wale ataamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ni vipi nyie mnawaamrisha watu mema na mnajisahau nafsi zenu, na huku hayo mnaoamrisha ni yale aliyothibiti kwa Allah na yale aliyothibiti kwa Mustafa Muhammad sallallahu kwa ufahamu wema wa sahabi tabi'in. Afala ta'qilun. Hivi kweli nyinyi akili zenu hivi kweli zinakutosheleza? Ya alladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini ndimi zenu ni kinyume na vitendo vyenu? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu, ni madhambi yaliyo makubwa mbele ya Allah mkusema yale msiyoyafanya. Kwa hivyo Allah atujalie min alladhina tad'una qawla fattabi'una ahsana. Kwanza wale wanaosikia mengi lakini wanafanya yale ya kheri, na tunafanya khalisatan lillahi kwa kuitafuta ridha ya Allah. Jambo la tatu, ndugu mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, tushikamane sana na durudi kumsalia Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu baba huyu Allah amemteua. Ndio kheri yote haya kukumbushana, kuchukua time kuwa hapa, neema tunazozipata, malaika wanapotufunika na mbawa zao na wakitutakia kheri, Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum, wewe Allah wasamehe waja wako hao, wazidishie na wabukushie rehema zako. Ni kwa sababu ya yale tuliyosoma na kutuelekeza Allah kupitia mdomo aliobariki wa Mustafa Muhammad sallallahu. Na Allah akamsifu baya mtiko alim hawa, hajasema kama tamanidi ya nafsi yake Mustafa Muhammad sallallahu, in huwa ila yuhya, kila alilosema alilofanya ilikuwa ni wahi kutoka kwa Allah aliokuja nalo Jibril alayhi salam. Na jambo la tatu la kutekeleza katika masiku 10 haya ni kutekeleza ibada ya haji na umra, kama vile Mustafa Muhammad sallallahu anavyozidi kutusisitizia kwa maelezo ya bwana mkubwa mpendwa wetu katika imani, bwana wetu Abi Hurairah Allah muiradhi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bwana mkubwa Abu Hurairah Allah muiradhi, mkubwa wetu, ndugu yetu katika imani Allah muiradhi,
alizidi kusema kwamba Mustafa Muhammad sallam amesema umra hadi umra hufuta madhambi baina yake, na haju mabrur, mtu utakapokwenda haji Allah katakutabalia haji yako, ukawa umekamilisha shuruti zote za haji, arkanu zote ukawa umezikamilisha, na shuruti zote ukawa umezikamilisha, na ukawa hususan umejilinda na yote yale yaliyokatazwa, hii haju mabrur, Allah akawa amekubali haji yako. La jazaa laisa lahu jazaun illa janna, haina malipo isipokuwa pepo. Unapotoka ukenda huko ukawa ibada yako Allah ameitakabali, shuruti zote umezikamilisha, yote ambao unawajibika kujitenga nayo umeachana nayo, na umeyafanya lillahi, kwa ajili ya Allah, na umekwenda na mapato halali, basi bila shaka Allah amekusamehe fi dunia wal akhirah, na umerudi kama waladatu, unarudi kiduchu kama siku aliyokuzaa mamako. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, ni mengi ya kuzidi kukumbushana katika masiku 10 haya, na jambo jingine ambalo tunapuuzia wengi, tujikumbuke sana kulipa zakatul mali. Utakapolipa zakatul mali, kumbuka umeisafisha mali yako. Tazama katika kiwango chako ulicho nacho, kwa hesabu za hapa Uingereza, kwa yoyote ambaye katika akaunti yako masiku 10 ya Dhulhijja, yani kusema hii Jumatano ima Alhamisi, kadiri na Allah atakapotujalia uhai, iwapo katika akaunti yako una pesa 487 na pensi 69, 487 na pensi 69, basi wewe una haki ya kutoa zakatul mali. Sasa hesabu, iwapo utakuwa una 2,000 una 3,000 katika akaunti yako, na kariri kwa mara nyingine una kiwango 486 na pensi 69 katika akaunti yako, 487 na pensi 69 katika akaunti yako, hii Jumatano ijayo, Alhamisi ijayo, iwapo ndio atakuwa yamediriki masiku ya Dhulhijja, basi una haki ya kutoa zakatul mali. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili yao, safisha mali yako katika masiku 10 haya bora, ambayo ma min ayamin alamalu salih fiha habu ila Allah min hadhihi alayam al-ashr. Hakuna amali, hakuna kitendo yote utakayofanya kilichokuwa bora mbele ya Allah kama utakachokifanya katika masiku. Safisha mali yako katika hiyo mali ulionayo, hiyo pesa ulionayo. Kina mama ambao mna dhahabu, tizameni na ulizeni mashuhuri wenu katika misikiti yenu hapo mlipo, katika nchi zenu, popote pale mtakuwepo. Kwa UK wanasema Muslim Fatawa Council, lazima uwaulize kwa thamani ya hizo dhahabu mlizonazo hapo majumbani, shaba mlizonazo, silva mlizonazo hapo majumbani mwenu. Sasa fanyeni hizo hesabu, hizi masiku 10, toeni zakatul mali kwa hiyo mali mlionayo. Kwa nyinyi ambao mna majumba yenu, ambao mnapangisha, mna kodi huko nyumbani, watu wanalipa kodi, jitazameni, iwapo kodi hiyo mnayopewa ni zaidi ya paundi hizi 487, basi jitahidini kulipa zakatul mali katika haya masiku 10 bora. Japo kweli zakatul mali inakwenda ni kwa muda wa mwaka mzima, lakini watu wanakwenda na msimu ulivyo. Kama vile kuna wengi ambao wana zakatul mali yao wanapenda sana kuitoa mwezi wa Ramadhani, wengine wanakwenda katika Muharram, yani wanatafuta haya ashurul hurum, miezi minne mitukufu, lakini haya masiku 10 bora ni bora zaidi. Kwa hivyo tushikamane nayo kwa ajili ya Allah, watu tukumbuke kulipa zakatul mali, wala tusipuuzie kuisila. Na kariri kwa mara nyingine, kwa watu wa UK ambaye katika akaunti yake ana paundi 487 na pesi 69, paundi 487 na pesi 69, basi unawajibika kulipa zakatul mali. Na zakatul mali ni ngapi? Ni 2.5. Ikiwa una paundi 1,000 unalipa ni paundi 25, umebaki na ngapi? Paundi 1,000 unalipa ni 2.5 ya paundi 1,000 ni paundi 25 ndio utalipa. Na katika ulipaji utazame, ulizana na masjidi yako hapo ulipo, inshallah watakuelekeza kadiri gani utaweza kulipa, na Allah ndiye mjuzi zaidi, yeye mwenye nguvu na mwenye uwezo, tuzidi kumtegemea katika kila jambo. Na wanafunzi wenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, tuzidishe sana kumdhukuru Allah, jipange na adhkari tofauti za kumdhukuru Allah. Iwapo utasema subhanallah sana, iwapo utasema Allahu akbar sana, iwapo utaikusanya yote subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adhkari zote zile ambazo, jipange mwenyewe na adhkari ambazo utazidi kumdhukuru Allah, ili sote tuzidi kupata manufaa katika masiku 10 haya bora kadiri na Allah atakapotujalia. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, tukithirishe sana katika hali ya kuzidi kumdhukuru Allah,
na hususan tukumbuke ya kwamba kwanza takbiri atakapoanza masiku 10 haya ya Dhulhijja, ima ya mfungo 9 tangu mwezi mosi, yani tarehe mosi hadi tarehe 10 hadi mwezi 13, tushikamane na takbiri. Kuna takbiri ambazo maulama wametusaidia. Kuna takbiru mutlaq. Takbiru mutlaq ni kwamba ni takbiri ambazo zinaanza mwezi mosi Dhulhijja, ima mfungo 3 tarehe mosi hadi tarehe 13. Hizi unazisema kwa sehemu popote pale ambapo utakuwepo, iwapo utakuwa nyumbani, iwapo utakuwa nyumbani, iwapo utakuwa kazini, iwapo utakuwa katika kipando chako hicho cha usafiri, katika hali yote ambayo utakuwa nayo. Tukumbuke wakubwa zetu wapendwa Abu Huraira radhiallahu anhu na Ibn Umar walikuwa wakienda sokoni na wakianza takbiri, na maswahaba walikuwa wakiwafuata wote, wakijikuta wameanza takbiri sokoni. Lakini tukumbuke ya kwamba walikuwa wanakwenda sokoni kwa sababu wote hawa walikuwa ni Waislamu. Leo mtu usiende supermarket ya watu ukawaanzia watu na takbiri. Na kumbukeni neno hili linaposema Allahu Akbar, jamaa hawa wanajua kwamba basi wale wa jamaa mabalaa magaidi wanatuanzia kutaka kutushambulia na mabomu zao. Kwa hivyo mtu usiende ukafanya hilo, tunaenda kuhaisha sunna. Tuwe makini na hilo na kufanya hilo, kwa sababu mazingira haya si mazingira aliyokuwemo Abu Huraira na aliyokuwemo Abdullah ibn Umar. Kwa hivyo tuwe makini sana katika hilo, ila popote pale ambapo utakuwepo wewe mwenyewe shikamana na takbiri. Kwanza ndio hizo takbiru mutlaq, ni zile ambazo zinaanza mwezi mosi hadi mwezi 13. Ima takbiru mukhayyad ni zile ambazo zitaanza siku ya Arafa, alfajiri ya siku ya Arafa, yani mwezi 9 hadi zinakwenda mpaka mwezi 13. Kwa hivyo na hilo tukumbuke, iwe ni miongoni mwa ibada ambazo tushikamane nazo. Wanafunzi wenzangu mpendwa kwa ajili yao, na tuzidishe sana ibada na amali njema, na hususan silatul rahim. Tuwezezana kuunga sana kizazi. Tuwakumbuke wazee wetu katika dua zetu za usiku na mchana, waliotangulia mbele ya haki, na hususan siku ya Arafa ambayo inshallah huenda Jumapili ijayo, iwapo tutakuwa hai, Sheikh Ahmed anaweza kutupeleka katika msafara wa kutuzungumzia hususan umuhimu wa siku ya Arafa na yapi ambao tushikamane nayo sana siku ya Arafa, kwa sababu inshallah kadiri Allah atakapotujalia Jumapili ijayo tutakuwa bado hatujafikia siku ya Arafa. Sasa itaonekana kwamba siku ya Arafa iweze kuzungumza ni siku pekee, na vipi tuweze kujitayarisha kuiendea hiyo siku ya Arafa. Na pia jitayarishe mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah. Kwa wewe baba ima mama ambaye una nia ya kutoa, ya kuchinja, ima kufanya udhiya, kuchinja mnyama wako, jilinde kukata kucha zako, kunyoa nywele zako, wala kujitoa kijigozi chochote kile kwenye mwili wako, iwe ni kwenye kucha, iwe ni kwa wale ambao wanakuwa na vijipele wanavibonyeza bonyeza vya usoni, vya shikioni, mapote pale katika mwili wako. Tujitahidi sana usinyoe kucha zako utakapokuwa umediriki, yani zile siku 10 zile kucha na nywele utanyoa, utakata kucha zako, utanyoa nywele zako, mtaanza kujitoa hivyo nyama ambavyo vinakutoka kwenye kucha zako, ima kwenye sehemu yoyote ile ya mwili wako. Hayo utayafanya baada ya kuwa umekisha chinja udhiya wako, mnyama wako umekisha chinja. Lakini kinyume na hivyo, tuwe makini sana, tusiwezi kuvamia kukata kucha, tusiwezi kuvamia kujitoa vijinywele kwenye mwili wetu, iwe ni kwa juu na ndani, ima vijipele vyote ama vijigozi vyote ambavyo vinaweza kuwa vinajitokeza kwenye mwili wetu. Na ima jambo nyingine ambalo tuzidi kushikamana nalo, tuzidi sana kumuomba Allah, tumbembeleze Allah atupe taufiki ya kuyafika hiyo masiku haya, na sio kuyafikia masiku haya, na atupe taufiki ya kuweza kuyatekeleza kadiri na Allah atakapotujalia yeye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Tuwe miongoni mwa wale ambao watatekeleza masiku haya kwa ajili ya Allah, na tumuombe Allah tutakabalie na tusamee kwa mapungufu yote ya dhahiri na siri tuyajuayo na tusiyoyajua. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, ni mengi ya kukumbushana katika hayo, lakini kwa mukhtasari tunarudi. Jambo la kwanza, tusafishe nia zetu baina yetu sisi na Allah, baina yetu sisi na Qur'an, baina yetu sisi na Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu mwema wa ashabi tabi'in na tabi'in, baina yetu sisi na nafsi zetu, baina yetu sisi na wake zetu na waume zetu wapendwa kwa ajili ya Allah, wana wetu wapendwa kwa ajili ya Allah, wazee wetu wapendwa kwa ajili ya Allah, walio hai na waliotangulia mbele ya haki, na hata majirani zetu hawa ambao sio Waislamu. Tuwe makini sana katika utekelezaji wa kusafisha nia zetu na kuzidi kumuomba Allah msamaha na kutubia kwake. Tumesikia mtume aliyesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na ajayo,
zaidi ya mara 70 kwa siku na mara 100 alikuwa akitubia kwa Allah na kumuomba msamaha. Kwa hivyo jipange istighfara, tumeleta mifumo ya istighfara ambayo utakapoisema hiyo istighfara Allah anakusamehe madhambi yako hata kama umekimbia uwanja wa vita. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. Sote istighfara hii alhamdulillah tunaijua. Kwa hivyo tuzidi kushikamana na istighfara hii na tuzidi kujikurubisha na Allah, kwa sababu mwenyewe ndiye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Yeye nguvu, Allah mwenye nguvu na mwenye uwezo, tunazidi kumkimbilia na kuzidi kumuomba atusamehe kwa yote yale ambayo tumemkosa kwa kujua na kutujua. Azidi kutithibitisha kwenye dini yake na taa yake, iwe ni kwa kauli, vitendo, hisia na fahamu, kwa sababu bila nusra yake Allah hatuwezi kuongoka. Bila nusra yake Allah hatuwezi kufanikiwa na kufanikishwa. Ni yeye pekee ndiye tunamtegemea na kuzidi kumwomba. Mwanafunzi mwenzangu mpenda kwa ajili yao, kwa yote mengi ambayo tumekumbushana kwa siku ya leo, ni kwa utashi wake Allah, kwa huruma wake Allah, na kwa taufiki ya Allah, kwa pale pote ambapo tutakuwa tumepatia, na ima pote pale ambapo tumekosea ni kwa uhaba na ukame wa elimu yetu, kama tunavyokumbushana si kila siku. Sisi bado ni wanafunzi kama nyinyi, na tunazidi kumwomba Allah tusamehe kwa huruma wake, na azidi kuthibitisha sote kwenye dini yake na taa yake. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Sheikh Hassan kwa msafara huu muhimu sana katika maandalizi ya masiku 10 haya, tukimwomba Mwenyezi Mungu atujalie sote kuweza kudiriki siku hizo na kupata mema ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia pale ambapo tutakuwa tumejikita katika ibada mbalimbali ambazo umetufahamisha. Naam, tutoe nafasi kama kuna maswali. Kuna mtu kauliza hapa kwenye simu, anasema je, katika haya masiku 10 unaweza kutufahamisha siku gani za kufunga? Naweza kufunga zote au kuna masiku fulani naweza nikachagua hii na hii na hii? Nafikiri utakuwa umeeleza kitu kama hicho, lakini nafikiri unaweza kurudia tena kidogo katika more clarification. Mtu anaweza akachagua baadhi ya siku, anaweza akafunga zote 10 au 9 tu, au kuna siku maalum ambayo mtu anaweza akachagua zaidi? Tafadhali. Na jazakumullah khair kwa muulizaji wa swala zuri hilo, lakini ukweli ni kwamba Mustafa Muhammad salama, kama sahaba alivyozungumza kwamba baadhi ya mtume wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam walieleza kwamba mtume Muhammad salama alikuwa akiswaumu siku zote hizi 9. Mtume alikuwa akiswaumu siku ya Muharram, siku ya Ashura, na pia mtume alikuwa haachi kuswaumu ayyamul bayd. Yani hizi ni miongoni mwa siyamu za sunna ambazo mtume Muhammad salama alikuwa akifanya na alikuwa akizifanya sana katika uhai wake. Yani tunachukua ya kwamba ni hizi siku 9 za mfungo 3 ima za Dhulhijja alikuwa akiswaumu zote tangu tarehe mosi hadi tarehe 9. Kwa yule ambaye anataka kujikurubisha sana na Allah, tukumbuke al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayafanya haya kwa kutuonyesha sisi huyo mfano. Yeye ambaye angeweza hata kutoyafanya na Allah kisha msamehe madhambi yake aliyotangulia na yajayo, lakini kwa kutuonyesha ule mfano kwa mapenzi na uhuruma aliokuwa nao, na hususan na yeye mwenyewe katika hali ya kuzidi kujikurubisha na Allah, japo dhambi letu kamsamehewa madhambi yake, hajaacha mtume kusali qiyamul layl hadi miguu yake ikavimba, mpaka mkewe Bi Aisha akamwambia mtume, wewe inna Allah yaghfiru laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'am, Allah atakusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yajayo, kwa nini unajitesa hivyo? Akamwambiaje? La nakuna abdan shakura, je, haijanitosha mimi kuwa mja mwenye kumshukuru Allah? Tusikie huyu mfumo wa mtume Muhammad salama. Kwa hivyo mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah, isafishe nia yako na moyo wako, jitahidi kusoma masiku 9 haya kwa ajili ya Allah, kwa sababu hatuna uthibitisho ya kwamba Ramadhani yetu Allah kaitakabali. Hatuna uthibitisho 6 Shawali Allah kazitakabali. Hatuna uthibitisho yamu bedo tumeswaumu huyu Dhulqaada Allah katakabali, na hatuna uthibitisho ya kwamba tutafika hata hayo masiku 10. Kwa hivyo tusimruhusu ibilisi kutuingilia sisi, kutuvunja fahamu. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ulipomjalia kusaumu masiku 9 haya, na sisi tujalie Allah kushikamana nayo. Allah tufate nyayo za Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu mema wa sahabi, tabi'in na tabi'in, kwa sababu Allah mwenyewe ndio umetuambia, qul, waambie Muhammad, watangazie Muhammad, wape bishara njema na huku kiwaonya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, iwapo mnajidai ya kwamba mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifateni mimi, yuhibbukumullah, hiyo Allah atatupenda baada ya kumpata mtume kwa nyayo zake. Mtume kasaumu siku 9 zote. Mwanafunzi mwenzangu mpendwa kwa ajili ya Allah,
tujitahidi kusoma siku zote 9. Hatujalazimisha mtu, lakini kadiri na unavyompenda mtume na unataka Allah akupende, zifate nyao za mtume. Yaghfir lakum dhunubakum, ndipo Allah atatusamehe sisi, atatupenda Allah na atatusamehe madhambi yetu kwa huruma wake na utukufu wake, jambo ambalo tunazidi kumwomba Allah, yeye mwenye nguvu na mwenye uwezo, azidi kutusamehe, kwa sababu innahu al-afu wa nashhadu bi annaka anta al-afu ya Allah falaisa ahadun ya'fu minka. Tunashuhudia Allah kwa ndimi zetu na nafsi zetu ya Allah ya kwamba wewe ni mwingi wa kusamehe, tena kwa jina lako al-afu, unasamehe kila dhambi bila kuacha athari ya dhambi hilo. Fa'fu anna ya afu, tusamehe bila kuacha athari ya dhambi letu hata moja, yeye mwenye kusamehe. Na miongoni mwa njia ya kusamehewa, tujumuike na kupata nyao za Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushikamane na kusaumu saumu zote 9. Kwa yule ambaye atakuwa hawezi, kwa huenda una safari, huenda una siha, matatizo ya siha, huenda ndio tena wengi tuna hivyo vidonda vya tumbo ambavyo unaona siku 9 bana, mimi naona kama itakuwa tabu, basi muombe Allah akupe taufiki ya kusaumu yaumu tasua, yani kusaumu siku ya 9 ya siku ya Arafa, kwa sababu ni siku ambayo al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejigamba ya kwamba ahtasibu, anaomba, yani anaomba, ana hope ya kwamba Allah atasamehe madhambi yaliyopita, ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hebu tazama mapenzi ya Allah, ametupeleka, tumeanza mwaka, tunamaliza mwaka kwa kusaumu hiyo siku moja hiyo ya Arafa. Ikiwa Allah atakuwa amekutakabalia hiyo saumu yako, umesaumu kufuata nyayo za Mustafa Muhammad sallallahu kwa ufahamu mema wa ashabi tabi'in na tabi'in, Allah akatakabali saumu yako na ukamuomba Allah, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, akutakabalie hiyo saumu yako. Na waislamu wote waliosaumu tangu muislamu wa mwanzo hadi wa mwisho atakaposimama kiyama, Allah akakutakabalia, basi Allah atakusamehe madhambi yako ya mwaka uliopita 1445 na mwaka ujao 1444 na mwaka ujao 1446. Unakuwa tayari na unaingia Muharram tayari, ambao na wenyewe ni miongoni mwa ashhurul hurum, miezi minne mitukufu. Tupo katika hali na himaya ya Allah na msamaha wa Allah. Kwa hivyo mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah tujitahidi kadiri na Allah atakapotujalia tusaumu siku zote 9. Kwa yule ambao utakuwa na nyudhuru zako, haya ni baina yako wewe na Allah, ila tumuombe Allah asitujalie kuwa miongoni mwa wale watakaokuwa na nyudhuru, bali atupe nusra yake ya kuwa miongoni mwa wale ambao atatupa siha njema na kamili na uhai tukiwepo na taufiki ya kuweza kutekeleza hizi saumu zote siku zote 9 kadiri na Allah atakapojalia, kwa sababu masiku 10 haya ndiyo masiku pekee ya mwaka yanayojumuisha ibada zote tunazofanya, iwe ni sala imo, saumu imo, iwe ni zaka imo, iwe ni haji ama umra imo katika hiyo, na shahada tena, kwa sababu haya yote huwezi ukayafanya kama huna shahada, kama wewe si Muislamu. Ni kwamba arkanu Islam hizo zote 5 hizo za Uislamu zimejumuika katika masiku 10 haya. Kwa hivyo mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa ajili ya Allah tuyathamini masiku haya bora kama alivyoyathamini Allah. Kaapa kwa ajili ya masiku haya, walfajr wa layali na ashr, kaapa Allah kwa alfajiri na kwa masiku 10 haya ya Dhulhijja. Kwa hivyo mwanafunzi mwenzangu mpendwa, kwa Allah, si kwamba tunatishana ima tunahamasishana kwa nguvu, lakini tuoneane huruma katika yale tunaelekezana. Al-Mustafa Muhammad sama kayafunga masiku 9 haya, kajidhini kuwa na wake zake, kafunga masiku haya, na hususan siku hii ya Arafa tushikamane sana na kuomba dua. Na miongoni mwa dua Mustafa Muhammad SAW akasema, alikuwa kaomba yeye na mitume waliotangulia, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa alhamdu wa ala kulli shay. Lakini inshallah kuhusu haya ya Arafa, inshallah Jumapili ijayo Sheikh Ahmad atatupeleka msafara huo wa kuweza kujua kabisa fadhila ya Arafa, fadhila hasa na ubora wa Arafa, na vipi tujitayarishe katika siku hiyo kadiri na Allah atakapotujalia, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum maalim. Wa alaikum salam hajat, karibu. Shukran sana, darsa nzuri na tumenufaika na tumefahamu. Watu wengi sana hawayajui haya masiku, wanayasikia tu, lakini leo tumeyafahamu na tunapenda ikiwa itawezekana hii darsa ya masiku 10 irejewe tena, kwa sababu jambo mtu akilisikia mara moja
alimkaa, akilisikia mara ya pili litamkaa. Kwa hivyo kwa hisani zenu, darsa nzuri sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Na jazakumullahu khair Hajati kwa ombi lako hilo, lakini tungeomba utusaidie Hajati, huenda namba yako ya simu ili inshallah uweze kuleta, sababu inarekodiwa hapa na itakuwa kwenye YouTube. Kwa hivyo inshallah shekhe wetu mheshimiwa mpendwa wetu mwalimu wetu Sheikh Faisal anaweza akakuletea hiyo inshallah kwenye namba yako ya simu. Inshallah kama namba yako ya simu ipo, unaweza ukaitia hapo kwenye chat ili inshallah uweze kuletewa hiyo rekodi. Kwa hivyo utakuwa nayo nyumbani, utaisikia inshallah kwa time yako, na Allah ndiye. Sawa, shukran. Utaandika namba yako hapo kwenye chat inshallah. Sheikh Ahmed atakuletea hiyo inshallah itakapokuwa tayari. Naam. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Karibu Hadi. Naam, asante. Kuna kitu chenye sijaelewa vizuri. Wakati Allah ameapa washafi wale ashid anaapa hizi siku 10, na hapa mnatuambia kufunga ni siku 9. Ile siku ya 10 inakuwa ni siku ya Idi. Ni kwa nini tunafunga 9 alafu na hii 10 inakuwa ni la Idi? Na tunaambiwagwa kabla ya kwenda kusali tunakuwa hatuli mpaka tutoke kusali. Hapa hivi hii 10 iko wapi? Mimi sijaielewa kwa kweli. Hii 10 Allah amesema hapa, hii 10, hii siku ya 10 ni siku ya Idi najua, akisamea hapa masiku 10. Sijui kama mnanielewa swali langu, mimi sijaelewa vizuri. Jazakillahu khair Hajat. Nafikiri swala lako liko wazi na ninajibu. Masiku ni 10 ambayo Allah ameyatukuza kuliko masiku yote ya mwaka. Kama vile mwezi wa Ramadhani, zile nyusiku 10, mausiku 10, nyusiku 10 zimetukuzwa kuliko nyusiku zote za mwaka mzima. Lakini katika zile nyusiku 10 za mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja ambao ndio bora, khairum min alfi shahr, ni bora kuliko miezi 1000, miaka 83 na miezi mitatu. Mtu akifanya ibada tu hamwasi Allah. Kwa hiyo miaka 83 na miezi mitatu ambao ndio usiku wa Lailatul Qadr. Na hapa hivyo katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, ima mfungo 3, ni masiku bora, lakini siku iliyokuwa bora zaidi ni siku ya Arafa. Kwa nini? Ndiyo hayo ambayo Sheikh Ahmed Allah tujalie Jumapili ijayo atatupeleka katika msafara huu wa kuzidi kufahamu ni kwa nini hii siku ya Arafa. Lakini katika kudokeza tu, ni siku ambayo Allah alithibitisha kukamilika kwa dini hii. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, mwezi 9. Mtume Muhammad sama alikuwa amesimama mlima wa Arafa na maswahaba 140,000. Ndipo ilishuka aya ya suratu Al-Maida aya 3, baada a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim min hamzi wa nafi wa nafi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo tusidokezi sana katika hilo. Inshallah Sheikh Ahmed Jumapili ijayo atatupeleka sana katika msafara huo, iwapo hakutokuwepo tena mada nyingine ambayo inaweza kuwa imekuja hapo, ili inshallah tuzidi kufahamu ubora wa hii siku ya Arafa kadiri na Allah atakapotujalia na kadiri atakapotuwazima uhai. Masiku yaliyopewa umuhimu Hajati Mgwagwa ni masiku yote 10 haya, lakini haya masiku 10 Mtume Muhammad salama ambaye wamaya mtuku anil hawa hajasema kwa lolote kama matamanio yake, yani ni kwamba masiku 9 haya tunajikita katika ibada. Baada ya masiku 9 kujikita katika ibada tofauti ambazo tunafanya, na miongoni mwa hizo ibada na haji ndiyo ibada hiyo ambayo ipo. Lakini inapofika hii mwezi 10, yani tarehe 10, inakuwa ni siku ya Eid. Hii ni siku ya Eid kwa wale ambao waliobaki nyumbani, inakuwa ni siku ya Eid kwa sababu ndio watu, na siku ni siku ya Eid na siku ya kuchinja. Kwa hivyo ni siku ya Eid, na Eid tumekatazwa Waislamu kuweza kusaumu siku ya Eid, iwe ni siku ya Eidul Fitri tunapomaliza Ramadhani, ima Eidul Adha, ima mwezi 10 mfungo 3, ima Dhulhijja. Kwa hivyo siku ambazo Allah kaapa hizo siku zote 10 ni siku bora. Ni kwamba amali yoyote zile adhikari ile istighfar ambazo umefanya toka tarehe mosi
Dhulhijja, zile 1000 ulikuwa unafanya, kumsalia mtume mara 1000 ngapi ambazo umefanya, kufanya adhikari zozote, na hii mwezi 10 utakayofanya bado imo tu ile thawabu ambayo umepata kwa mlolongo wa hizi siku 9 na hii ya 10, basi zile thawabu bado zinaendelea, unaendelea kuzipata, kwa sababu na yenyewe ni siku miongoni mwa haya masiku 10. Na kwa hivyo sasa, kwa ule mapenzi na huruma ya Allah akatupeleka tena kutuongeza siku nyingine 3, yani mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13, yani tarehe 11, 12 na 13, tukaendelea tena katika msafara huo huo wa kuweza kuwa katika sherehe za kuchinja na kula na kunywa, na hivyo tunafanya wayadhkuru, tunazidisha tena kumdhukuru Allah. Hatuenjoy tu kama ile ya Wakristo wenzetu wanavyoenjoy, inabidi waende pabu ima hata nyumbani, wakileta mabia mpaka wanavunja viti, wanavunja sofa nyumbani, wanaumizana wao wenyewe. Lakini sisi tunakula na kunywa, hatuachi kuendelea kumdhukuru Allah, kwa sababu inakuwa ni kama vile ni bahshishi ambayo Allah ametupa sisi kwa kujidhili na mambo yetu ya dunia, ili kuzidi kujikurubisha na Allah kwa kuzifata nyayo za mtume wetu na babu yetu Ibrahim alayhi salam, mama yetu Hajar, kwa yote waliofanya, kwa sacrifices zote ambazo walizifanya kwa ajili ya Allah, na huku pia kuzidi kufuata nyayo za al-Mustafa Muhammad sallallahu alipotuelekeza ibada hii kwa kuihuisha baada ya miaka mingi. Ibada hii ilikuwa imelala, ilikuwa imezima, kwa lengo la kuzidi kutafuta ridha ya Allah, yeye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Kwa hivyo masiku haya 10 Allah ameyapa umuhimu, kwa kuwa haya 9 yapo, ipo hii ya Arafa ambayo imepatikana, kama vile ni usiku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani zimekuja zote. Kwa nini? Kwa sababu Lailatul Qadr inapatikana katika siku ile, lakini tofauti ni kwamba Lailatul Qadr Allah kaificha, haijulikani ni mwezi 21, 23, 25, 27, 29, ila siku ya Arafa inajulikanwa. Na siku ya Arafa ndio siku pekee ulivyosema Hajati Mgwagwa, ukumbuke, ndio siku pekee Allah anashuka mchana mbingu ya dunia, karibu na mbingu ya dunia, kwa mshuko ambao Allah mwenyewe ndiye anajua ni vipi anashuka. Vile vile anaposhuka kila usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku, kila usiku. Na hii siku ya Arafa anashuka mchana na usiku, kadiri na Allah anapotaka na inapomfiti mwenyewe bi'izzatihi wa jalalihi, wallahu a'lam. Na Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam, Sheikh Hassan. Nataka niongezee hapo kwenye ombi la Dashura. Sijui kama mmemwelewa. Dashura amesema hivi, ili darasa liendelee na next wiki ili tuzidi kupata faida, lakini nimeona kama tutakuwa tayari tumeshaanza Dhulhijja tutakuwa tumeshaanza juu itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6, tutakuwa tumeshaanza ndio tutakuwa tunaendelea kukurubia Arafa, na ndio maana Sheikh Ahmed atupeleka okay, barakallahu fikum. Na darasa kwa sababu inarekodiwa hivyo, Hajati Ashura inshallah atapata hiyo rekodi, na ameleta hapo namba yake, nafikiri Sheikh Ahmed na Ustaz Faisal wanaanza kurekodi hiyo namba yake, ili inshallah tuweza kumpa hiyo faida inshallah, lakini Allah atakujalia. Naam, tunaye hapa Sheikh wetu Abu Hanifa, inshallah ungefungua maiki yako inshallah. Karibu Sheikh wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Mimi limekalo nipeleka kuweza kuomba sauti kwa sababu ni mengi ambayo tumeyasikia. Nimetaka kuweza kuleta picha kwa wale watu ambao kidogo tuliyaona na tulikuwa tukiyasikia, licha kutokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba au karna zilizopita. Nazungumzia wakati tumekwisha zaliwa, kutokana na ubora wa hizi siku ambazo mmekazozungumzia mashehe zangu, ndio nimependa na mimi niweze kudokeza, niwape ndugu zangu wale ambao watakayenisikia waweze kuona kwamba sisi tuko wapi hivi sasa leo, na miaka 20 iliyopita au miaka 30 iliyopita huko walikuwa namna gani wa babu zetu na wazee wetu na wazazi wetu. Ndio nitazungumzia kwamba wale wazee wetu
walikuwa na uzito sana, walikuwa hawapati elimu kwa wepesi kama vile sisi leo tunavyoipata, na walikuwa wakisikia maneno ama tamko linapotoka kwa msomi, wakisikia kwamba hili ni ambalo mtume wetu Muhammad SAW alikuwa akilipenda, na wakisikia tafsiri ya Qur'ani kama jinsi imekavyokuja hapa katika hizi siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, walikuwa wakipupia sana na kupenda sana, na walikuwa wakiishi katika huyo wakati, walikuwa katika mambo ambayo yalikuwa ni mazito sana. Kwa jinsi walikavyosoma na kusikia, waliweza kuyapokea kwa nafsi kunjufu na akili zilizokuwa timamu. Sisi leo tuna urahisi wa kuweza kuyapokea, sio kama vile wale wazee wetu na wababu zetu. Ikawa wale wazee wetu walivyosikia kwamba hizi siku 10 ama huyu mwezi ni siku adhimu sana, basi walikuwa wakipigiwa kelele, wanaambiwa kwamba sasa jameni, kama jinsi mmekavyozungumza, msipotezi fursa. Huyu ni wakati mzito sana wa nyinyi kuweza kujitayarishia mambo mengine ambayo yenye kuja na yale ambayo yamekaa wapiteni huko nyuma mlioyafanya mabaya. Waliweza kujihimiza sana, ndio ikawa wakisikia mfungo 3 basi wanaanza kuambizana, na huyo wakati ndiyo shirki zimezidi sana. Tunasema shirki ule wakati zilikuwa ni nyingi, lakini kwa leo shirki za leo bimaana kumjaalia Mwenyezi Mungu kwamba kuna vitu vingine ambavyo vyenye kuwa na nguvu kuliko Rabbul Izzati wal Jalal, leo vimekuwa ni vingi sana. Mtu anasali sala 5 na anafunga na anakwenda Maka na anafanya kila mazuri, lakini unamkuta kwamba amechafua hizi ibada zake kwa vitu vidogo vidogo, na anajisifu kwamba yeye amemkurubia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawa wale wazee katika zile shirki ambazo walizokuwa wakizifanya na kazi ambazo walizokuwa wakizifanya, walikuwa wanaona kwamba basi hivi tumefikia mfungo 3, ni lazima tujitahidi tuweze kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo kwa kiyafanya tumeyazungumza wiki ambayo iliyopita, yalikuwa ni mambo mengi haswa ya shirki na kuweza kutumia mizani vibaya. Baada ya kusikiliza maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu, wakawa sasa wanajitikita sana katika huyu mfungo 3, wanasema kwamba lazima sisi tufanye toba, na toba hiyo walikavyosoma na kusikia, taubatan nasuha, hawatorudia tena. Kwa hiyo ikawa sasa watu wanasema kwamba tutafanya mambo gani sisi katika hizi siku hadi Mwenyezi Mungu aweze kutupenda na aweze kutuondolea mabalaa. Tazama, Mwenyezi Mungu awarehemu wazazi wetu na walimu zetu, wabibi zetu, washangazi zetu, walivyokuwa na masikio ya kusikia. Leo sisi sijui tumekuwa na kitu gani, waliweza kupupia hayo mambo, wakaanza kuwa wanaambizana, wanasema kwamba jameni, wale watu ambao wenye kufanya vile vibuyu wa kule nyumbani, watu wanafahamu mambo ya vitego, sijui vikaya, sijui vitu gani, mizuka na nini, wanasema jameni, hivi sasa tutaki, huyu ni mfungo 3, ni mwezi wa kufanya toba, turejeeni kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Watu wenye kufanya mambo ya upuzi yote wanayaacha, wanamuelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuweza kujitakasa na kufanya toba kwa Allah, na mambo yaliyokuwa ni magumu. Sasa wakawa wanatumia nini? Wakawa wakifanya katika hizi siku 10, wanakuja kutengeneza na kuweza kukimbizana na yale ambayo walikuwa wakiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanakuja kuyafanya leo. Kwa hiyo wakawa wanatumia njia moja miongoni mwa hizo njia. Unakutana watu wanasema kwamba leo nyumbani, jamani, tulikuwa tusomeshi Qur'ani ama watu wasome Qur'ani. Unakutana hizi siku 10, basi wanakuja waalimu wanasoma Qur'ani, maana wanataka wahakikishe nyumbani kumepatikana hitma 10, hitma 5. Hitma 5 ni nini? Watu wanakuja, watu 5, watu 10, watu 7, watu 3, wanaisoma Qur'ani mle ndani kwa kutaka rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala na khairi zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ziweze kuwamiminikia, kwa sababu wameshikamana na kuisoma Qur'ani katika ile nyumba. Pili,
wanaendelea katika hiyo hali, wanakuwa ni watu ambao wanadiriki sana kusali sala za alfajiri na sala zote kunako wakati wake. Na ule wakati kulikuwa hakuna mikrofoni, ilikuwa wanatumikisha vimvuli, lakini unakutana kina mama nyumbani wanaamrisha watoto zao, sisi wa vijana wote lazima huyu ni mfungo 3 lazima msali. Yote hii wanapelekea hadi kutaka kufikia ile siku ya mwisho karibuni ya laidi, ndio sasa wanahitimisha kwa kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kupata kheri na ile misukosuko ambayo ilikuwa ni katika serikali. Na kwa kweli Mwenyezi Mungu alikuwa akiwakubalia kwa zile dua ambazo walizokuwa wakizifanya. Yote hii nini? Ni mafuhumu inawapelekea akili zao kwamba jameni, lazima turudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila hivyo tutapata matatizo siku ambazo zenye kuja. Sasa hili ni jambo kukumbushia, na mimi katika majumba yetu tujitahidi jameni, tuisome Qur'ani, tuweze kujikumbusha sana hizi hali ambazo tumekazozisikia hapa. Hasa Mwenyezi Mungu anaweza kutujalia tukapata kheri kama zile ambazo wazazi wetu walikuwa wakizipata. Miongoni mwa hayo mambo tena mengine ambayo wakiyapenda kuyafanya, walikuwa wakijitahidi wakisali sunna zile za kablia na salatu duha na sunna za usiku, hawalali ila wamesali rakaa 3 za witri. Haya mambo ya namna hii, na kuweza kufanya dhikri sana, tasbihi nyingi sana. Unamkutana mtu anatafuta tasbihi kule kumaduka kina mzee Alfansongoro, kule kwa kina mzee Alitoki, Mwenyezi Mungu awarehemu wale wazee wetu, wananunua tasbihi nyingi sana katika ule mfungo 3 ili tukufanya dhikri kwa wingi, aone kwamba kweli basi amejaribu hata kuweza kufanya mambo zaidi ya yale ambayo alikuwa akiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili wapelekea watu Mwenyezi Mungu akawatatulia mambo mengi sana, akawafikisha katika mambo ambayo yalikuwa ni ya kheri. Hata wale watu ambao walikuwa wakiwatesa Waislamu wakawa wako na roho nyepesi nzuri kidogo, mikwabo tena, watu hawakamati kuulizwa vya ngombo na hivi na hivi. Kwa nini? Waliacha mambo mabaya kwa ajili ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na usiku wanasimama visimamo. Kwa hiyo ningekuombeni ndugu zangu, tujaribuni kuweza kukumbushana haya na tuwakumbushe watoto wetu kwa hii sifa, ili wapelekea wale watu sasa waalimu wafungue matumbo yao na vinywa. Mwenyezi Mungu awarehemu wale mashekhe waliokuja wakaambia kwamba haya ambayo mnakai yafanya ni katika fadailu za mwezi wa Dhulhijja, hizi siku 10. Kwa hiyo ni mazuri sana mkikamatana na haya, mkishikamana na haya, basi huko mbele Mwenyezi Mungu atakufarijini, atakutoleeni mazito ambayo mlikuwa myategemei. Na kwa kweli ndivyo ilivyokuwa. Sasa leo tunakuwa na mazito sana. Kwa sababu gani? Tuko na wepesi kuweza kupata elimu, kuweza kuyaona, lakini tumeepukana na haya mambo, tumefata mambo ambayo yasiyowezekana, yasiyomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na watu ambao wenye kuyasikia haya na tuweze kuyafata. Walikuwa na kila mtu anafanya hitima 2 3, kama ni mtu mmoja mchana mzima unamkutana mtu anashughulika kweli kweli kabisa, akiwa katika hablillahi subhanahu wa ta'ala. Basi na yote ambayo nitakuweza kukumbusha, kutoa kuwaleteeni picha ya wale wazee wa zamani, matatizo ambao waliokuwa nayo yalikuwa yakitoka kwa sababu katika mfungo 3 huyo alikuwa akijikurubisha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na sisi leo jameni, ndugu zangu, tujikurubishe sana, hasa Mwenyezi Mungu anaweza kutufariji katika zile dua ambazo tutakazoziomba. Mwenyezi Mungu anaweza kusaidia huko majumbani wakawa vizuri, na katika majumba yetu, na wengine pia ukiweza kuomba dua Mwenyezi Mungu waponye wagonjwa na utuponye sote, hasa hizo dua pia Mwenyezi Mungu anaweza kuzipokea. Wallahu a'lam. Kwa haya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. نعم, kama kuna swali lingine Sheikh Hassan, nafikiri ungetufungia tu kikao. Niko na swali kidogo shehe, au lisomi hapo? Sijaona swali, si wapi. Kwa nini mnaita mfungo 3? Mimi sijaelewa manake. Kwa nini? Kwa nini mnasema mfungo 3? Mfungo 3, mimi sijaelewa. Ndio nilikuwa nimeandika hapo. Manake nini? Kuzita hizi siku mfungo 3, kwa kweli sijakielewa Kiswahili. Mnamaanisha nini?
naam inshallah. نعم تفضل شيخ. Jazakillahu khairan kwa swala lako hilo. Nafikiri iwapo Sheikh Faisal anaweza kuwa yuko dhahiri hapa, anaweza kutusaidia kufasiri hilo, kwa sababu ni Kiswahili ambacho kwa Burundi sasa sio sana kutumia hicho Kiswahili. Ni Kiswahili ambacho sana kinatumiwa iwe ni nasema Tanzania na Mombasa sana, ndio ambao katika hesabu wanazofanya, yani baada ya Ramadhani ndio wanaanza kuhesabu tena, wanasema mfungo mosi, wakianza Ramadhani ndio Shawali, mfungo pili ndio Dhulqaada, mwezi huyo ndio mwezi wa 11 kwa nyumbani tunasema, alafu mfungo tatu ndio unakuja huyu Dhulhijja, ndio mwezi wa 12, lakini kwa nyumbani tunasema mwezi wa 11, 12, mmoja, tunahesabu hivyo, lakini kwa wenyewe katika hesabu wanahesabu wakianzia mfungo tatu ndio Dhulhijja, mfungo pili ndio Dhulqaada, yani wanaanzia, lakini baada ya Ramadhani ndio ile maneno mfungo inaanza. Sasa inshallah nafikiri Sheikh Faisal anaweza kutusaidia sana kutufasiria hapo, kwa sababu yeye tuseme ni usemi ambao kauzoea zaidi kuliko sisi inshallah, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Ima kama kuna yeyote wa huko nyumbani ambaye anaweza akatufasiria zaidi kuhusu hilo, anaweza kutusaidia kuhusu hilo, lakini ufafanuzi wenyewe ni huo. Hiyo mosi imeanza Shawali, ndio imekuja Shawali mwezi wa 10 mwezi wa baada ya Ramadhani, alafu inakuja Dhulqaada mwezi wa 11 ndio tayari mfungo pili, mfungo tatu na mfungo 4 unakuja kwenye Muharram. Sasa inshallah sababu za kuitwa hivyo mimi mwenyewe binafsi sizijui. Kwa hivyo inshallah Ustaz Faisal kama inawezekana kutufasiria, maana yote yule ambaye anaweza kuwa na ufahamu katika hilo anaweza kutusaidia inshallah, kwa sababu swala linakuja. Naam. Ya Allah. Naam, salamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam, karibu Sheikh. Sheikh, nafikiri umesha tafsiri, kwa sababu ameshazungumza mfungo mosi, mfungo pili, yaani ni yale kuliko kuile kuweka Rajabu ile miezi kuhesabu imeshindikana, pengine Dhulqaada nini, mtu akaamua kuweka tu namba mosi ni moja, mfungo pili, tatu, nne mpaka mfungo 9 mpaka imalizika. Naam, uko sahihi bwana Ramadhani. Kuliko kuikuta miezi yake moja kwa moja katika majina yake ilishindikana, mtu kama tu bora tuweke namba tu. Nafikiri ni hivyo. Naam, sahihi. Ni mazoea ya katika wazee zamani walivyozoea katika mahesabu, wakihesabu Ramadhani kama ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu, alafu mwezi wa pili ikawa ni Dhulqaada, mwezi wa tatu Dhulhijja. Ndivyo walivyozoea utaratibu, ni mazoea na mila, lakini yanapotosha kidogo utaratibu wa miezi vile ilivyokuwa sahihi katika miezi ya Kiislamu. Miezi ya Kiislamu inaanzia na Muharram, ndio mwezi wa kwanza, na Dhulhijja ndio mwezi wa 12, ndio mwezi wa mwisho. Sasa katika ni mazoea ya wazee, lakini sasa sisi tunatakikana tuelewe kwamba mwezi wa kwanza ni Muharram, mwezi wa pili Safar, mwezi wa tatu Rabiul Awwal, mwezi wa 4 Rabiul Akhir, mwezi wa 5 Jumada al-Ula, mwezi wa 6 Jumada al-Akhir, mwezi wa 7 Rajab, mwezi wa 8 Shaaban, mwezi wa 9 Ramadhan, mwezi wa 10 Shawwal, 11 Dhulqaada na 12 Dhulhijja. Ndio utaratibu wa miezi vile ilikuwa. Hiyo ni katika walivyopokea dini zamani wazee. Kwa hiyo wakaenda na hisabu za utaratibu katika lugha ya Kiswahili sasa. Yaani mfungo mosi pale tunaanza Ramadhani, wanachukulia kama ndio sasa ndio tumeanza mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo ni utamaduni na mazoea wazee, na baadhi ya sehemu ndio wanatumia hizo lugha mpaka sasa. Wazee ndio sana wanatumia kuliko hata vijana wa siku hizi kidogo wanaanza kusahau hiyo misemo ya mfungo mosi, mfungo pili, mfungo 6, mfungo 5. Hiyo Allah ndiye anajua mjuu zaidi, lakini ni kidini lazima tuzoee kidogo utaratibu wa kuelewa miezi na kuwa na kalenda. Siku hizi inakuwa app ziko nyingi sana zinakupa uwe na kalenda yako, unakuwa unajua mwezi huu fulani kuna kitu gani, mwezi huu fulani kuna tukio gani, vitu kama hivyo, hasa katika mambo ya ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Naam, yuko shekhe mmoja katika mashekhe wetu alikuwa akinikosoa, anasema usemi mfungo sita, ni mfunguo sita yeah, katika Kiswahili yani. Naam, ufasaha wa Kiswahili wenyewe kwenye lugha yao wanaielewa zaidi. Naam, naam, kama hakuna Sheikh Hassan tumalize tafadhali. Naam, audhu billahi samina min shaitani rajim min hamzi wa nafthihi wa bismillahi. Naam, kabla ya dua inshallah tungekumbushia tu ya kwamba kuwepo tena na Qur'ani kuipa umuhimu katika masiku 10 haya, vile vile tunavyoipa umuhimu Qur'ani kuisoma sana mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi ambao kweli tuna Qur'ani, lakini tukumbuke amali yote unayoifanya. Sasa hata hii Qur'ani katika masiku 10 haya, jipange mwenyewe utafanya hatmu ngapi, kama utamaliza kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas kama mara moja, mara mbili, mara tatu, jipange mwenyewe katika hayo masiku 10. Yani usione ya kwamba unachoshwa. Kumbuka kwamba ni masiku machache na Allah ndio anataka ni vipi mtu utajidhili kwa ajili yake yeye, ili kuzidi kujikurubisha naye. Kwa hivyo inshallah, na tujitahidi kuwa na programu pia ya sisi wenyewe katika hali ya kusoma Qur'ani kwa idadi ambayo utajipangia mwenyewe. Ni vipi utasoma, kwa hikma ngapi ambazo unahitaji kuweza kufanya wewe mwenyewe katika haya masiku 10 kadiri na Allah atakapokujalia. Na kila una ibada utakayoifanya tukumbuke, na hii ni miongoni mwa tuseme tabia ambayo tumeacha, masuna ambayo tumeacha. Kila ibada tunayoifanya tukumbuke kumuomba Allah tutakabalie. Vile vile Nabii Ibrahim alayhisalam, hata kama aliona Jibrili ndiye kaja akamdhihirishia akamuelekeza, bana Allah anasema nguzo za Al-Kaaba ziko hapa, basi iinue wewe na mwanawe Ismail. Lakini alipomaliza hajasema kwani si Allah ndiye kamleta Jibril, lakini baada ya kumaliza tu alisimama akamwomba Allah, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Na sisi tukumbuke sana hii dua, kila ibada tunayoifanya tumuombe Allah tutakabalie, na tusamehe lana kulli taksir, na tusamehe kwa kila mapungufu ambayo yatakuwa yamejitokeza katika ibada zetu zote. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا سئلت به عفوت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم، أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا يا عظيم، فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا ربنا العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أسرفنا ما علمت ما أنت مبين، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة نفسك ومداد كلماتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا عن كل تقصير. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة نفسك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله tukutane Jumapili ijayo kadiri Allah atakapotujalia na darasa ambayo Allah atakuwa ametuelekeza.